Sehemu ya 125 tulipoishia tuliona ya kwamba Sebastian pamoja na Hamza wanapata maelezo ya kutosha kutoka kwa shangazi Sofia, na maelezo yametoka ya kutosha kweli kweli. Na inaonekana huyu Sofia sio mchezo, lakini katika maelezo tumekuja kufahamu ya kwamba Sally mama yake ni bonge moja la jini kudadadeki. Sasa katika maelezo bwana, Sofia anakuja anasema ya kwamba mimi ni mtu ambaye nimejificha kwa muda mrefu nikijitenga mbali na baraza la giza, lakini kwa nini ghafla tu atumwe muuaji kutaka kuniua? Hivyo nilijua moja kwa moja ni swala linalohusiana na Servali, na kubwa zaidi mtu aliyenishambulia ni mtu wako. Na kwa kujua una uhusiano mzuri na Sally, nilijua pengine ameshajua kuhusu ukweli wa kilichotokea na alitaka kulipa kisasi juu ya wazazi wake. Ndio maana alitaka kuchukua Servali ili kumfungulia baba yake. Shangazi Sofia alisema hivyo. Hamza kusikia hivyo alishindwa kujua acheke ama alie. Hamza akasema kwamba umekuwa kichani ni kwa nini kutaka tu kukuua tutengeneze mission ili hali ninao uwezo kukuua mwenyewe. Sofia akasema kwamba ni kwa sababu nilikuwa na wasiwasi, kwa sababu swala hili linahusiana na uhai wa jamii yetu. Sasa hivi ndo nimejua kuna watu waliofanya makusudi ili kunifanya nipatwe na wasiwasi wa kwenda kuangalia kama Servali ipo salama, ili wapate tu kujua sehemu ilipofichwa. Sasa Hamza alijikuta akiwa hana jinsi. Alijiambia huyu popo kwa kuishi miaka yote hiyo kwa nini bado hana uimara wa hisia, lakini alijua ni kwamba of course ni sahihi kwa mtu wa kawaida, pengine angeweza kuwa kama Sofia kwa kuona kabisa Hamza kanunua ugomvi kwa kutaka kumsaidia Sally kulipa kisasi. Sasa Sebastian anakuuliza kwamba lakini kwa nini mfalme Armageddon katumia nguvu namna hii kutaka kuipata Servali? Hata kama mpango wao ni kuvunja muhuri wa kifungo, ni kwa faida gani watapata? Hapo ndipo tulipoishia msikilizaji, sehemu ya 125. Gonga like tusonge mbele katika sehemu hii ya 126. Langu jina Lucas Lumbas. So mara baada ya Sebastian kuuliza swali hilo, hata Hamza pia alijikuta akifikiria kwa mshangao. Ukweli ni kwamba swala hilo halikuwa na uhusiano wote na Armageddon, au walitaka kumwachia huru Lovran au Cross. Je, kati ya hao mabwana wawili yupi mmoja wao angewasaidia? Sasa Sofia akasema ya kwamba mfalme Armageddon adui yake mkubwa ni watu wa uungu wa kale. Hivyo ndio maana hawakutuma watu wengi kuja kudili na sisi. Kwa kuangalia tu muunganiko wa Frigg, Oleg na Flash ulikuwa ni mzuri zaidi kuwezesha kuchukua Servali. Hata hivyo mpaka sasa Freezer amekwisha kufa, hivyo Oleg akiwa nchi kavu nguvu yake haizidi 30% ya nguvu alionayo baharini. Lakini pia Hawkeye naye mashambulizi yake ni ya mbali pekee. Ukimchukua The Flash, faida alionayo ni speed, lakini bado ni mmoja. Kwa hiyo kusema kwamba amechukua Servali na kutaka kuingia kwenye gereza la kuzimu na kupambana na baba na wajomba wengine kwa ajili ya kufungua kifungo cha muhuri ni sana kujitoa kafara, aliongea Sofia akijaribu kutoa uchambuzi wake, kisha akaendelea kwa kusema ya kwamba kwa sasa muhuri uko salama. Wasiwasi wangu tu ni ikitokea Armageddon kutuma wataalamu zaidi. Sasa Hamza upande wake aliishia kutingisha kichwa, na pale pale alionekana kuelewa jambo. Nadhani sasa naanza kuelewa. Nilikuwa nikijiuliza kwa nini wazee wale wamekaa ndani ya gereza kwa muda mrefu. Naonekana ni kulinda muhuri usivunjwe, si ndio? Mimi sidhani kama hilo tu ndio pekee. Ingawa sehemu ya hilo ni kulinda muhuri, lakini baba na wenzake wameishi ndani ya ulimwengu huu kwa miaka mingi sana. Hivyo wanajua kila kona ya dunia kama kiganja cha mkono yako. Yaani hawana shauku ya kutembea tena. Kwao tofauti na kuhangaika, ni bora kukaa sehemu moja na kufurahia maisha yao, huku pia wakiendelea kulinda muhuri, aliongea Sofia. Hasa Hamza alisha tu kutoa pumzi ya hisia. Aliona kweli kwamba kwa kuishi miaka mingi kiasi hicho, mambo mengi ya nje ya mwili kwao yanakuwa hayana maana zaidi. Sebastian akauliza kwamba Lucifer, tuna dakika 10 tu kabla ya kufika kwenye gereza la kuzimu. Mimi sitoshuka kwa sababu hata kama kuna chochote kitakachotokea sitakuwa na msaada kwa nguvu zangu. Hamza alishia kutingisha kichwa na kusimama. Mimi na Sofia tutaenda chini, lazima nijue kama hili swala lina uhusiano wote na sisi au kwa Sally. Hamza alihisi katika moyo wake kwamba swala hilo lazima linamhusisha Sally, kwa sababu wasababishaji wakuu walikuwa wazazi wake. Afistoshe Armageddon alimtumia Rhoda katika misheni yake ya kutaka kuikwapua Servali.
jambo ambalo lingepelekea kifo cha Roda. Sasa swala hilo aliona kabisa hawezi kuvumilia. Hamza aliona kama Flash alichukua ile Salval na kuja nayo hapo, basi angeweza kupata nafasi ya kumua. Sio kwamba eti Hamza alikuwa akitaka kuwasaidia Strigoi kwa ajili ya kudili na Armageddon, ila ni kwa sababu tu Armageddon pia ni adui yake. Sasa mara baada ya mlango wa ndege kufunguliwa, jotoridi la eneo hilo la Iceland lilikuwa likiogofya mno. Hata hivyo, Hamza na Sophie hawakuwa watu wa kawaida. Mara moja waliruka kutoka kwenye ndege hiyo inayotembea kwa kasi na kupotelea kwenye mawingu, wakilenga kilele cha volkano mfu. Mara baada ya kushuka, wakipambana na ukungu eneo hilo, walichoweza kuhisi ni ubaridi tu uliokuwa kama misumari ya barafu ikigonga ngozi zao. Kwa sababu haikuwa mara yao ya kwanza kufika hapo, walinzi wa eneo hilo hawakuwaona kama wavamizi na wakishia tu kuangonjea. Lakini sasa ni muda ule ule Hamza na Sophie waliweza kushuhudia mwanga wa zambarau uliokuwa kama vile ni nyota itembeayo ikipita katikati, ikipita katika vilele vya mlima, ikijongea katika eneo la gereza kuu la kuzimu. Hakukuwa na walinzi wengi wa jamii hiyo ya wanywa damu waliokuwa wakilinda nje ya geti hilo. Mara baada ya kugundua mwanga ule usio wa kawaida ukiwasogelea, mara moja walijiweka sawa kwa ajili ya kukabiliana nao. Hata hivyo, mwanga ule wa laser ulikuwa ni kama bomu la uharibifu, kwani mara tu baada ya kuwafikia wale Strigoi walisambaratika vipande vipande kama vile wamegongwa na kitu kizito. Basi Sofia akasema kwamba the fresh inamaanisha akakimbia moja kwa moja mpaka hapa. Sofia aliona jambo hilo likitokea angani na alishindwa kujizuia kupiga makelele. Uwezo wa speed aliokuwa nao Flash si tu kwamba umajisi wake ulimuongezea nguvu, bali ni kama vile kadri alivyokuwa akikimbia ndivyo mwili wake huimarika. Kwa hiyo ni sawa na kusema nguvu zake za kimajisi ndizo chanzo cha nguvu za mwili wake. Hivyo hata kwa Strigoi ambao walikuwa na nguvu, wangekutana na mashambulizi hayo ya mkono wa radi, mbona wangekufa mara moja. Sasa Hamza alishangazwa na spidi hiyo, lakini mara baada ya kuchunguza kasi yake ya kukimbia, hapana, huyu amekuja na ndege. Spidi yake ni sawa na spidi ya mbinu yangu ya Slayari, ambayo ni kati ya mita 500 kwa sekunde. Ndege ambayo tulikuwa tumepanda ilikuwa ikisafiri kwa Mach 0.8. Hivyo haiwezekani akaweza kushindana na ndege. Sasa kama ni hivyo, basi lazima atakuwa na mtu aliyekuja naye. Anaonekana anakimbia kwa spidi kutuzidi sisi. Hivyo hapa tunapaswa kuwahi kwenda chini kabisa kwenye gereza kabla yake. Hapa ukweli hapa hakuna haja ya kuharakisha. Unajua ni mtu tu anayejiamini na ana nguvu kuzidi uwezo wake. Mimi nimeshawasiliana kwa ishara na baba na wajomba zangu wawili, na tayari wapo katika hali ya ulinzi. Lakini inamaanisha amekuja hapa mwenyewe kwa kutegemea spidi yake ili kuvunja muhuri na kufungua kizuizi. Hapana, hapa tupasi kuzembese. Kama spidi kaamua kuja kichwa namna hii, lazima kuna mpango atakuwa labda kuna mpango utakuwa umeshaandaliwa tayari. Sofia alitingisha kichwa. Mpaka hapo alijua wameshachelewa kutumia njia za kawaida kuingia kwenye gereza hilo na kufika chini haraka. Hivyo aliamua kupaa na kutua kwenye shimo la volkano mfu upande wa pembeni. Shimo hilo lilikuwa na nafasi kubwa mno. Hivyo Hamza akiwa na silaha iliyompa uwezo wa kuelea bila shida, na Sofia akiwa na mbawa zake za kichawi, wote kwa pamoja waliharakisha kusogelea eneo hilo ambalo pia Flash alionekana kuingia. Kwa sababu eneo hilo lilikuwa ni volkano mfu, ndani ya shimo hakukuwa kabisa na lava, zaidi ya joto la mvuke lililotokea chini ya shimo na kufanya hali yake ya hewa kuvutia mno. Ilikuwa ni kama paradiso kwa kulinganisha na baridi iliyokuwa nje. Afu kubwa zaidi, katika kuta za shimo hilo kulikuwa na mimea mbalimbali ambayo ilikuwa imemea. Kuna iliyokuwa ikichanua na nyingine katika hatua za ukuaji. Shimo hilo lilikuwa kama njia ya mkato ya kuingia ndani ya gereza la kuzimu, lakini bado haikumaanisha kwamba lilikuwa sehemu ya gereza. Kwa ufupi, lilikuwa ni kama crater au bonde mviringo. Mara baada ya kushuka chini kidogo tu, katikati ya shimo hilo ilionekana nyumba ya miti au mabanzi imejengwa katikati ya eneo hilo, huku pembeni ikizungukwa na maji ya chemchemi yaliyokuwa yakitoa mvuke wa joto. Ni kama vile nyumba hiyo ilikuwa ikielea juu ya maji hayo na kufanya iwe sehemu ya kupendeza mno. Kutokana na kufunikwa kwake na mvuke, Hamza hakuonekana kushangaa kabisa eneo hilo, kwa sababu haikuwa mara yake ya kwanza kupaona. Alishawahi kufika eneo hilo kipindi cha nyuma.
Kwa mtu wa nje anaweza kushangaa kwa nini wazee hao, yani Strigoi wa kale, waishi gerezani kwa kujitesa. Ila ukweli ni kwamba hawakuwa wakijitesa. Walikuwa na mazingira mazuri tu ambayo ni sehemu za makreta ya volkano yenye mandhari ya kuvutia kuliko sehemu nyingi za dunia. Kwa sababu Speedy alikuwa amekwisha tangulia kuingia ndani ya shimo hilo, Hamza na Sofia waliamini lazima kungekuwa na purukushani ndani ya eneo hilo dhidi ya Strigoi wa kale na Speedy. Lakini jambo lililowashangaza Hamza na Sofia ni kwamba hakukuwa na purukushani zozote. Kitu pekee walichoshuhudia ni mwanaume wa kizungu ambaye alikuwa amevalia joho fulani hivi la maua kama muungwana wa tamaduni za kale. Alikuwa na nywele ndefu mno zilizosambaa mgongoni na alikuwa amesimama ndani ya eneo hilo akiwa na tabasamu pana. Ingawa mwanaume huyo alionekana kuwa mzee, hakuwa na mikunjo yoyote usoni. Muda huo Speedy au Flash bwana alikuwa ameacha kukimbia na alionekana akimpatia yule mwanaume kile kibox cheusi. Hamza na Sophie walijikuta wakishangazwa na jambo hilo na kujiuliza nini kinaendelea. Mara baada ya yule mzee kupokea kibox kile, aligeuza uso wake na kuangalia Hamza na Sophie. Alisema ya kwamba wow, we meet again Lucifer. Oh Sophia, here you are. Aliongea akimaanisha kwamba tunakutana tena Hamza. Oh Sophia, hatimaye umefika. Basi Sophia haraka akauliza kwamba mjomba Nicholas, yani kivipi wewe? Yani yuko wapi babangu na mjomba Alessandro? Mwanaume huyo alikuwa mmoja wa Strigoi wa kale aliyefahamika kwa jina maarufu la Bloody Drinker. Sasa huyo jamaa anayejiita Bloody Drinker akasema usio na wasiwasi, Stuart na Alessandro wamepumzika ndani ya nyumba, hawana haja ya kuhusika katika hili. Sofia akasema kupumzika? Kwa nini baba yangu na wengine wahitaji kupumzika? Mjomba, kwa nini Speedy akakupatia hicho kiboksi? Isije ndio ulichotaka, isije kwa ndio ulichotaka. Upande wa Speedy aliishia kuongea katika hali ya utani na kusema kwamba wewe ni mjinga nini? Kuna haja gani ya kuuliza mpaka sasa? Mwajiri aliyetengeneza mission fake kwa ajili yako ni mjomba wako Nicholas. Vinginevyo ungedhani nani angejua wewe ndiye ulikuwa mlinzi wa Salver? Basi Nicholas akasema kwamba Flash, aisee unajua kuboboja sana. Aliongea Nicholas akiwa hana jinsi. Flash alicheka akasema ni swala la muda tu kweli kujulikana. Na kama tumekwisha kufikia hatua hii, kuna haja gani sasa kuendelea kuficha? Aisee Nicholas, na wewe pia ni mshirika wa Armageddon. Lucifer, maneno yako ni makali sana. Aliongea Nicholas kwa namna ya heshima. Shakyamuni ni mtu mwenye akili nyingi sana katika kutenda miujiza. Nakubali mno kipaji chake na kwa hiari yangu niliamua kujiunga naye. Kwangu ni heshima kubwa. Mara baada ya kusikia hivyo, Hamza na Sophie walikuwa sasa na uhakika Nicholas alikuwa ni mmoja wa watu wa Armageddon. Vinginevyo kwa mtu kama yeye inawezekanaje kuongea maneno ya namna hiyo? Basi alicheka akasema ya kwamba inatosha kwa sasa. Mimi nishaagiza kuletewa Salver, hatua inayofuata sio kazi yangu. Basi akiwa na tabasamu usoni, Speedy alisogea kwa haraka kurudi umbali mrefu. Basi kisha akaongea akasema ya kwamba Scarlet. Mara baada ya Sofia kusikia jina hilo la msimbo kutajwa, macho yake yaligubikwa na hamaka. Akauliza kwamba wende Scarlet, mwanachama wa Armageddon? Aliuliza kimaanisha kama yeye ndio Kekundu mwanachama wa Armageddon. Hamza kusikia hivyo alishangaa kujiuliza inamaanisha Nicholas ndiye mwanachama wa daraja la 8 katika nguvu ya Armageddon. Hamza alijikuta akijisemea pumbavu. Yaani Nicholas ambaye alikuwa katika level ya kilele cha ushujaa sawa na Rodriman na Manet alikuwa ni mwanachama wa daraja la 8 tu. Sasa Hamza alijiuliza kama yeye ni wa 8, vipi wengine wanaomfuatia? Ni nguvu kiasi gani walizonazo? Ukimuondoa Shakyamuni mwenyewe na pengine mama yake mzazi. Basi Nicholas akasema ya kwamba Sofia, hakika utakuja kunielewa mimi mjomba wako. Haya yote mimi nafanya kwa ajili ya kesho ya Strigoi. Kadri nilivyoishi nilikuja kuelewa kwa nini mjomba wako Lovran alikuwa na uraibu wa kutafuta njia ya kuishi milele. Na yupo sahihi kabisa. Kama sisi tukifa, jamii yetu haitoweza kuishi kesho. Na kwa ajili ya hilo napaswa kumwamsha mjomba wako na kumfuata katika utafutaji wake wa dawa ya milele. Aliongea Nicholas kisha akafungua kile kiboksi. Hata hivyo mara baada ya kiboksi kile kufunguliwa, hapa kuonekana kitu chochote ndani yake. Ilikuwa ni kama vile kilikuwa tupu. Lakini Nicholas hakuonekana kushangaa. Alishia kunyosha kidole chake
na kisha akadondosha tone la damu ndani ya kiboksi. Muda ule ule mwanga mwekundu kama damu ulitoka kwenye kiboksi na kupaa angani. Kisha akasema ya kwamba Sevrel, wake up! Aliongea akiamrisha Sevrel kuamka. Mwanga ule wa damu ulizidi kuenea katika uso wa Nicholas na kufanya uso wake wa kitanashati kuzidi kupendeza. Ni muda ule ule mwanga ule ulififia na kujikusanya sehemu moja, na punde tu kisu chenye muonekano mwekundu kilionekana kikielea kutoka juu ya boksi lile. Basi Nicholas alicheka, akasema, wow, soon, very soon, Lovran. I can release you soon. Aliongea Nicholas, uso wake ukiwa umejaa furaha, akimaanisha kwamba muda si mrefu atamweka huru Lovran. Sofia aliishia kutingisha kichwa chake kwa masikitiko na kusema kwamba mjomba Nicholas, hivi unajua unachofanya? Au wewe ni kama Uncle Lovran kwa kupuzia Strigoi wote kwa ajili ya kurefusha uhai wenu? Kwa maneno ya Nicholas iliashiria kwamba hata yeye alikuwa mwishoni mwa uhai wake, na kutokana na kuogopa kifo aliona ni bora kuwa kama Lovran. Katika sasa kutafuta njia ya kurefusha uhai wake, ndo aliona na yeye ajiunge naye. Na wakumbusha tu msikilizaji, Lovran huyu ndo baba sasa wa nani? Mama yake ndo nani? Tushaelewana. Hata hivyo alionekana kuwa na mpango kamili kuliko mwenzake Lovran. Tayari alikuwa ni mwanachama wa Armageddon, hivyo ni wazi alikuwa na msaada juu ya jambo hilo. Ilikuwa wazi Armageddon asingemsaidia bure. Lazima kulikuwa kuna faida kubwa anayotarajia kupata kwa kumsaidia Nicholas. Basi Nicholas akasema kwamba Sofia, wewe ni mdogo sana. Huwezi kuelewa ni njia gani mimi mjomba wako nimeamua kupita. Hatima ya uhai wa Strigoi haiwezi kuwa chini ya mikono ya binadamu. Hatima yetu tunapaswa kuibeba wenyewe. Sofia akasema, acha kuongea ujinga. Wewe unakiogopa kifo. Ndio maana katika miaka 20 yote wewe pekee ndio uliyeshikilia madaraka. Kumbe ulikuwa ukitafuta nafasi ya kujiunga na Armageddon. Hamza kusikia hivyo alionekana kushangaa, na pale aligundua kwamba kuna muda watu hao wa kale walikuwa akitoka nje ya maeneo hayo. Mara baada ya kufikiria kwa makini, alikumbuka Prince Obara alivyotii maagizo kutoka kwa watu hao wa kale na kwenda kwenye lile shimo juu ya mlima kule Moshi kwa ajili ya kumzuia Sylvia kutofikia ile chemchemi ya umilele. Ilionekana maagizo yale yalitoka kwa Nicholas pia. Nicholas akasema kwamba mimi sitaki kuendelea kubishana na wewe. Muda si mrefu Lovran atauona mwanga wa siku kwa mara nyingine, na akiwa pamoja na mimi tutaianza safari ya kutafuta uhai usio na mwisho. Nicholas aliongea kwa furaha huku kisu kile kikizidi kuwa chekundu, na Sofia akasema kwamba I will never let you succeed, akimaanisha kwamba hatomruhusu kamwe kufanikiwa. Mara baada ya kuongea vile, Sofia alifyatua mbawa zake zile za kichawi huko mkononi akiwa na silaha, na mara moja alisogea. Hata hivyo, kabla Sofia hajafanya shambulizi, Nicholas aliishia kuchezesha tu kidole chake, na pale ikaonekana neti kubwa ya damu. Sofia alijikuta akifungwa na neti ile. Alijaribu kuikata, lakini nguvu zake hazikuwa kubwa. Alijikuta akishindwa kusogea mbele wala kudondoka chini. Nicholas akasema, maskini wewe Sofia, au ushasahau takriban mbinu zote za uchawi wa damu mimi ndiye mwanzilishi wake? Yaani unataka kutumia mbinu nilizotengeneza mwenyewe kunishambulia? Huko ni kumdharau sana mjomba wako, aliongea Nicholas huku akicheka na kutingisha kichwa chake kwa masikitiko. Sofia alijikuta akihangaika pasipo kufua dafu. Kisha pale akamgeukia Hamza akasema kwamba Lucifer, unasimama tu hapo kwa ajili ya nini sasa? Haraka mzuie mjomba. Nicholas alicheka akasema, Lucifer, ni heri ukaacha kujiona jasiri. Hili ni swala ambalo hupaswi kujisumbua kabisa. Ingawa ni kweli umekuwa kidogo, ila sidhani kama unao hata uwezo wa kunirushia pigo moja. Tunachotaka sisi ni kuendelea kutafuta njia ya kurefusha uhai wetu. Na juu ya hili halikuhusu kabisa. Lovran ninaye kwenda kumweka huru ni baba yake Sally. Kwa hiyo unapaswa kuwa na furaha juu ya hili. Uso wa Hamza ulikuwa mzito mno na alikuwa tu amebakia kimya. Sio kwamba alikuwa akiogopa chochote, lakini alihisi kuna kitu kipo sawa. Kama Nicholas alikuwa akitarajia watafika hapo kwa ajili ya kumzuia asimwachie Lovran, kwa nini hajatuma mtu yote kuwazuia wakiwa njiani? Yaani kwa ufupi, kama angeweza hata kutuma ndege ya kuizuia ndege yao kwa dakika hata 10 tu,
zingetosha kabisa kufanya kazi yake ya kumwachia Lovran. Kwa nini akafanya hivyo? Kwa nini akawaruhusu yeye na Sofia kufuatana na Speed bila shida yoyote? Sasa Sofia akasema kwamba Lucifer, ndio unaogopa au unadhani Armageddon atakuacha tu kufanya unachojisikia? Armageddon hajawahi kutuacha sisi hivi hivi bila sababu. Anachokifanya sasa hivi ni kwa ajili ya kukusanya nguvu ya dunia, kwa ajili ya kupambana na watu wa uungu wa kale. Huna namna ya kukwepa hili. Aliongea Sofia. Hamza alishia kukosa usemi tu. Alijiambia, inamaanisha huyu mshangazi ananiona mimi mjinga. Wakati najua kabisa Armageddon hawezi kufanya vitu bila sababu. Vinginevyo, kwa nini akafanya yote hayo na kuwapeleka kule baharini? Alafu sasa kubwa zaidi, Hamza mwenyewe ameshaua wamajisi wengi wa Armageddon na alikuwa ameharibu mipango yao mingi tu. Kama isingekuwa watu wa uungu wa kale kuwa tishio kwake, pengine angeshamsogelea na kumshambulia. Sasa mara baada ya kuona ile surveil kizidi kung'aa na mwanga mwekundu kiasi cha kugeuza eneo lote kama vile limejaa damu, Hamza hakutaka kusita tena. Aliweka mbali mawazo yake yote kwa ajili ya kuzuia swala hilo. Basi Hamza mara moja aliita silaha ile ya ukiwa kutoka kwenye pete, na kisha muonekano wake ulipotea akimsogelea Nicholas. Nicholas aliinua mkono wake juu akasema, kizuizi cha kucha za damu, na pale pale mkono mkubwa mno kama wa shetani uliojaa makucha yenye damu ulijitokeza kutoka angani, na mara moja ulisogea kwa spidi kubwa ukitaka kumshika Hamza. Ile silaha ya nyota ya ukiwa iliyokuwa mikononi mwa Hamza ilitema pigo la kusudi lile, yani ni kama pigo fulani ambalo lisilopigwa yani. Mara tu baada ya kuchezesha mkono wake, ilienda kuvaana na mkono ule wa makucha. Sasa Nicholas kuona vile, mara moja alirudisha ile surveil nyuma yake, kisha akainua mkono wa ngao ya damu kuzuia pigo lile. Akasema ya kwamba sanaa ya damu kinga mzimu. Mara baada ya pigo la Hamza kushuka, nguvu ile ya kusudi lisilopigwa ilishindwa kuvunja kinga mzimu. Matokeo yake nguvu kubwa ililipuka kutoka nje. Hamza alijikuta akiruka juu akijaribu kukwepa pigo hilo, huku kwenye moyo wake ni kama alishapata vipimo vya awali juu ya uwezo halisi wa Nicholas. Sasa Nicholas akasema kwamba Lucifer, kwa hiyo hivi ndivyo ulivyokuwa? Hebu onyesha uwezo wako wote. Hamza hakuwa na haraka. Alijua fika pambano hilo linaweza kutokuwa kati yake na Nicholas pekee. Hivyo hakutaka kuwa mzembe kuonyesha kete zake zote, kwa sababu kama angefanya hivyo moja kwa moja angewaonyesha watu wa Armageddon uwezo wake unapofikia kikomo na kumfanya kuwa katika hatari zaidi. Mfano rahisi tu, kulikuwako na Speedy ambaye alikuwa akiangalia pambano hilo pembeni, kama mtu aliyekuwa ni kama akimchunguza fulani hivi. Hamza aliona aende hatua kwa hatua katika pambano hilo. Aliona kama ana uwezo wa kupiga hatua ya kwanza, basi haina haja ya kutumia hatua ya pili. Lakini pia Hamza alijua kwamba kama angetaka kuficha uwezo wake na bado kudili na Nicholas, angehitajika kuonyesha uwezo wake halisi kiasi fulani. Basi Hamza aliona ili kuwaingiza maboya maadui zake, ni bora kutumia kete yake ya mwisho, ile ambayo maadui zake mara nyingi hutarajia aitumie mwishoni, ambayo ni kete ya mgawanyiko. Muda huo mwili wake haukubadilika sana, lakini kila seli ya mwili wake ilikuwa imefunikwa na mlipuko mkubwa wa nishati ndani. Yani ni kitendo cha kufumba na kufumbua tu. Msisimko wa Hamza ulipanda katika viwango vya juu sana. Hamza alishia kuchezesha mkono wake, na kisha pale pale mara moja aliita kundi la silaha zinazopaa na kuelea angani. Sasa Speedy aliyekuwa akiangalia pembeni alishia kutoa mbweko tu wa kushangaa. Nicholas ambaye alikuwa tayari kukabiliana na Hamza alijikuta akishindwa kujizuia na kuangalia anga lililokuwa limejaa silaha na kujikuta akihisi kuchanganyikiwa. Akasema kwamba inavutia. Hii mbinu ya uhiari wa silaha hatimaye kwa mara nyingine imeonekana duniani. Lakini kwa nini sioni ni wapi umetoa silaha zote hizo? Wakati akiongea hivyo, aliamsha mwanga wa damu ya Scarlet ili kulinda mwili wake. Sasa Hamza aliweza kuhisi mabadiliko makubwa ya mwili wake. Kwa kitendo cha kuingia kwenye mgawanyiko, hata morali yake iliongezeka maradufu na alikuwa na hamu kubwa ya kuonyesha uwezo wake. Mbinu ya mgawanyiko kwa hakika ilikuwa ni ya kutisha. Kadri nguvu zake za ndani zilivyozidi kuongezeka, ni kama alizidi kuelewa zaidi
siri za mbinu hiyo. Sasa mwanzoni Hamza alijua mgawanyiko ni mbinu ambayo ni inaongeza nguvu ya mwili, lakini muda huo alihisi ilikuwa ni zaidi ya hivyo, kwa sababu si tu mwili wake ulihisi kuwa na nguvu, bali vile nguvu yake ya kiroho pia iliimarika katika viwango vya juu. Seli zake za ubongo pia ni kama zilizidi kuimarika na kufanya nguvu yake ya kusudi kuwa kubwa mno. Hamza aliweza kuhisi kabisa hata nguvu yake ya kusudi lisilopigwa ilikuwa imeshavuka level ya ufunuo mkuu. Sasa Hamza alikuwa akijua kwamba nguvu ya kawaida ya kusudi ingekuwa tatizo kama tu ingempiga Nicholas. Kwa hiyo hakusita kutumia mbinu hiyo, nguvu ya kusudi isiyopigwa, yani mvua ya silaha. Silaha zile ambazo zilikuwa zikipaa angani kama vile zimegeuka na kuwa matone ya mvua ambayo yanapeperushwa na upepo, haraka sana zilishuka kwa ukali wa juu mno na kumshambulia Nicholas. Nicholas pia alikwisha kujua hawezi kukwepa mashambulizi mengi namna hiyo. Hivyo njia pekee aliyoona ni kutumia nguvu zaidi ya damu kwa ajili ya kuzuia. Silaha zile za hiari zilizokuwa zimebeba nguvu ya kusudi zilikwenda kuvaana na kinga ile ya uchawi wa damu na kusababisha cheche nyingi. Ilikuwa ni kama vile damu zinapasuka kutoka kwenye viriba na kumfanya Nicholas kujikuta akilowana damu. Sasa Nicholas alitoa tabasamu la ubaya akasema kwamba Lucifer, unadhani hii mbinu inaweza kuvunja kinga yangu? Hamza akasema mimi pia sio mjinga. Ghafla tu sauti ya Hamza ilisikika karibu na Nicholas. Nicholas alijikuta akishangaa mara baada ya kugundua silaha iliyokuwa na makali na ncha kali imetoboa ngao yake ya damu kwa namna ya kuchana. Hamza akiwa ameshikilia silaha ile ya nyota ya ukiwa, pale pale alitumia pengo alilotengeneza na kisha alituma pigo la kusudi kumlenga Nicholas. Nguvu ya Hamza, nguvu ya kusudi na uwezo binafsi wa silaha ile zililazimisha ngao ya Nicholas kuachia. Sasa Nicholas kuona vile aliishia kusinyaza macho yake tu, na kwa wepesi kabisa mara silaha iliyokuwa ikiwaka moto wa damu ilitokea mkononi mwake na kujaribu kupangua shambulizi la Hamza. Moto ule wa uchawi wa damu haukuwa na joto kabisa, bali ulikuwa na maumivu fulani hivi ya kuchoma kama sindano. Hamza kuona hivyo alishia kurusha silaha yake ile kwa zaidi ya mara 3. Na Nicholas alifanikiwa kujibu. Mara baada ya migongano mitatu ya silaha hizo, Nicholas alijikuta akirushwa mbali na nguvu ya Hamza. Nicholas mara moja tu aliamsha mbawa za uchawi wa damu na kujimarisha vizuri ili kutokudondoka. Kisha akaongea kwa mshangao akisema kwamba miujiza namna gani mpaka kufanikiwa kuwa na nguvu ya kimwili kama hiyo? Inaonekana sisi Strigoi hatuzidi chochote likija swala la mtumiaji wa nguvu. Basi mara tu baada ya kuongea, Nicholas alielea angani juu zaidi, huku ile silaha ndefu mkononi mwake ikitengeneza formation ya ajabu ya kichawi. Basi ndani ya sekunde tu anga lote lilionekana kujaa vitu kama matone, lakini vilivyoshuka chini kama vile mishale ya unyoya. Na mara baada ya kukaribia chini, vitone vile vililipuka kama vibomu fulani hivi vikigonga ardhini. Hamza kuona vile, mara moja alikusanya silaha zile zote na kuzigeuza katika maumbo 8 ya silaha. Hamza aliamrisha maumbo yale yaliyokuwa katika muonekano wa simba na joka kwa wakati mmoja yakapaa angani kwa spidi kubwa. Akiwa ameshikilia moja, yeye mwenyewe alifuata ukoko. Sasa maumbo yale yalimsogelea Nicholas sehemu alipo na kukabiliana na silaha yake ile iliyokuwa ikidondosha matone ya damu. Nicholas aliishia kukunja sura akiangalia yale maumbo ya silaha yakimsogelea. Mbawa zake za kichawi zilipepesuka kwa nguvu mno. Uwezo wake wa kupaa kichawi ulikuwa ni mkubwa kulinganisha na aliokuwa na Sofia. Haikujalisha maumbo yale ya silaha yalishambulia, ila Nicholas aliweza kukwepa. Hamza pale pale aligundua maumbo yake ya kislaha yalishindwa kuendana na spidi ya Nicholas. Asa kuona vile alifanya yamzunguke Nicholas pande zote na kisha yote kusogea kuelekea katikati. Basi Nicholas akasema kwamba mbinu kubwa hii ya kusudi si Lucifer, lakini bado haiwezi kunikamata. Nicholas aliinua mkono wake na kisha aliita silaha ya mkuki. Pale pale akiwa ameshikilia mkononi, alianza kunena. Sekunde tu iliyofuata, radi ya rangi ya zambarau ilijitokeza kutoka kusikojulikana na kwenda kuvaana na ile silaha. Mara tu baada ya boriti ile ya radi kuvaana na ile silaha, mara moja silaha yake ilitengeneza mlipuko mkubwa wa shoti ya umeme kama vile transformer yenye hitilafu. Nicholas hakuishia hapo tu,
Aliita tena upinde mkubwa wa miujiza ya damu, na ule mkuki aliokuwa ameshikilia aliugeuza kuwa mshale na kufyatua mbele. Basi Nicholas akasema, sanaa ya damu, radi ya zambarau kutoka kwa upinde wa giza. Mkuki ule uliokuwa sasa umefunikwa na radi ya zambarau ulifyatuka na kwenda moja kwa moja kuvana na yale maumbo ya silaha ya Hamza. Maumbo yale ya silaha yalijikuta yakilazimishwa kusambaratika na kufanya silaha zake zote kuenea angani. Nicholas kuona vile, alichukua fursa na kujiondoa katika mzunguko wa maumbo hayo. Alishia kupiga sarakasi na kisha aligeuza kichwa chini, miguu juu na kurudi chini kwa spidi kubwa. Mpaka pale alipokaribia ardhini, alipiga sarakasi nyingine na kusimama, kisha aliinua mkono wake kulenga hewani. Hamza akiwa katikati ya anga alianza kuhisi hewa iliyokuwa ikimzunguka ikianza kuwa nzito. Pale pale tu alijikuta akiwa amefunikwa na kimbunga cha damu. Hamza kuona vile, aliamrisha maumbo yake ya silaha kuzunguka pande zote na kushambulia dhoruba hiyo. Silaha zile zilijikuta zikigongana kwa spidi na kimbunga kile na kutengeneza cheche za damu. Hasa mara baada ya migongano kadhaa, Hamza aliweza kuvunja kimbunga hicho. Hata hivyo, maumbo yake yote yalisambaratishwa na silaha na kupeperushwa na upepo. Basi Hamza alishia kurudi chini ardhini na kuangalia silaha zake zilizokuwa zimeenea kila mahali. Ni muda ule aligundua silaha hizo ni kama vile zilianza kupoteza nguvu. Kupitia jambo hilo tu, ilimfanya kuona ni kwa namna gani Nicholas alikuwa na nguvu. Hata yeye ambaye alikuwa akitumia nguvu ya kusudi, aliona isingekuwa suluhisho katika kudili naye. Sasa Hamza hata yeye kwanza, hata hivyo, hakuwa na wasiwasi kwa sababu bado alikuwa na silaha nyingi zilizokuwa ndani ya pete. Alijiambia kwamba kama mambo yakimzidia, anao uwezo wa kuzitoa zote zilizobakia. Basi Nicholas aliongea kishetani akasema kwamba Lucifer, hauna uwezo wa kunizuia mimi, jikatie tu tamaa. Muda huo ile Salvaire ilikuwa ikizidi kung'aa kama jua dogo. Ni kama vile kulikuwa na nguvu kubwa iliyokuwa ikijiandaa kulipuka kutoka kwenye kisu hicho. Sofia ambaye alikuwa amefungwa na chandarua cha damu alishindwa kujizuia kuwa na wasiwasi mkubwa. Hata hivyo, kadri alivyojitahidi alishindwa kabisa kujiweka huru. Kuona hivyo, aliongea kwa nguvu akasema kwamba Lucifer, fanya kurudisha hiyo Salvaire kwenye kibox chake kwanza. Haikuwa na haja ya Hamza kukumbushwa, alijua muda ulikuwa ukimtupa mkono, lakini vile vile ilikuwa ni ngumu kwake kulazimisha kwenda kuweka Salvaire hiyo kwenye kiboksi. Hivyo alipaswa kwanza kumkabili Nicholas kwa kumsogeza mbali. Hamza yeye alishajua nguvu zake ni kubwa kuliko za Nicholas, na mara baada ya kufikiria pale pale alifanya maamuzi na kumsogelea karibu Nicholas. Wakati huo Hamza akiwa ameshikilia silaha ya ukiwa mkono wake wa kulia na pia akiwa na silaha ya kuzima nguvu za giza upande wake wa kushoto, alionyesha sanaa fulani hivi ya kikale ya mapigo ya kislaha. Ilikuwa ni kama Hamza anacheza na mapanga. Na kilichosikika kutokana na mbinu hiyo ya spidi ya hali ya juu katika kuchezesha mapanga, ukijumlisha nguvu ya kusudi na mgawanyiko wake, ilitosha kumtia hofu Nicholas. Swala lingine ni kwamba Hamza bado pia alikuwa amezingirwa na silaha nyingi sana. Silaha hizo zilikuwa kama wafuasi wanaomfuata nyuma yake na kujifyatua kwa Nicholas katika namna ya kutaka kumuua. Nicholas alijikuta akiwa katika wakati mgumu kuendana na namna Hamza anavyoshambulia, kwa sababu si tu alihitajika kujilinda dhidi ya mbinu ya mapigo ya Hamza, bali vile vile alihitajika kujilinda dhidi ya silaha za hiari zilizokuwa zikimshambulia mara kwa mara pande zote. Kilichomuumiza kichwa zaidi ni kwamba ni kama spidi ya Hamza ilizidi kuongezeka na alikuwa akibadilisha mwelekeo kila wakati. Mkono mmoja wa Hamza ulikuwa na silaha fupi lakini nyepesi, huku mwingine ukiwa na silaha nzito na yenye ncha kali. Utaalamu huo wa Hamza katika kuchezesha hizo silaha ulikuwa pengine ni zaidi ya waanzilishi wa mafunzo hayo, na kufanya mtu yeyote kukosa namna ya kuweza kuyapangua. Wakati akizidi kukwepa na kurudi nyuma, Nicholas mara moja alijitengenezea silaha mbili za kichawi na kuzishika mkononi, lakini bado alishindwa kujua namna ya kukabiliana na silaha za Hamza. Basi alijiuliza kwamba mashambulizi makali sana haya, hii mbinu pia umebuni mwenyewe ama? Hamza hakuongea neno. Mbinu hiyo ukweli ni kwamba aliigundua mwenyewe kupitia matumizi ya nguvu ya kusudi. Mwenyewe aliipa jina la silaha cheza kutokana na kufundishwa tokea akiwa mdogo mapigano ya matumizi ya silaha na kuunganisha na nguvu ya silaha za hiari pamoja na nguvu zake za mwili. Ndipo alifanikiwa sasa kutengeneza mbinu hiyo ya silaha cheza.
Faida ya mbinu hiyo ni kwamba silaha zilikuwa zikibadilishana mikono kwa spidi kubwa. Hivyo katika mashambulizi ya ana kwa ana ni ngumu sana kwa mshindani kujua namna ya kujilinda na kushambulia. Sofia aliyekuwa mbali pamoja na Speedy aligundua silaha zilizokuwa mkononi mwa Hamza zilikuwa zikibadilika kila sekunde. Lakini pia spidi yake ilikuwa ni kubwa na muunganiko wa nguvu za mwili wake ulipagawisha pia. Sasa Hamza ni kama vile alikuwa akizungusha kombora la mitutu kwa namna alivyokuwa akimshambulia Nicholas kwa spidi, na kufanya sasa bwana huyo kurudi nyuma mwenyewe. Hamza mara baada ya kuona amekaribia ile Surveil, mara moja aliita silaha nyingi zaidi kumzingira Nicholas, huku mwenyewe akiruka kwa kutaka kuchukua kisu kile. Nicholas alisema kwamba usijaribu kabisa. Alionekana kutarajia mpango wa Hamza, kwani ni muda ule ule macho yake aligeuka kuwa ya damu. Wakati huo huo, wimbi kubwa la nishati ya mwili wake liliamka. Ni kama vile mishale midogo inalipuka katika mwili wake na kwenda moja kwa moja kushambulia Hamza kichwani. Hamza aliweza kuhisi ni kama vile anga lilikuwa likicheza. Hamza alikuwa karibu mno na Nicholas na alionekana kuathiriwa na shambulizi la fikra. Silaha zote zilizokuwa zikizingira zilikosa muunganiko wa kusudi na kudondoka chini, huku yeye mwenyewe akilewa. Ni kama alikuwa analewalewa hivi. Sasa Nicholas hakutaka kupoteza fursa hiyo. Pale pale alifyatua mjeledi wa damu mkononi mwake na kumchapa nao Hamza, akimfyatua mita kadhaa mbali. Kama isingekuwa kwa nguvu za mwili alizokuwa nazo Hamza, askari wa kawaida wa mafunzo ya nishati angekatwa vipande viwili na mjeledi huo. Lakini Hamza alikuwa katika maumivu makali kiasi kwamba alianza kuhisi mdomo hauna meno, huku matone ya damu yakimtoka usawa wa tumbo. Ingawa Hamza alishapandisha uwezo wake wa damu mpaka kufikia ushuhudiaji wa mwili, hivyo pia kufanya ubongo wake kuwa imara, kuathirika kwake huko kulionyesha ni kiasi gani shambulizi hilo halikuwa la kawaida. Mbobezi wa mapigano ya damu kama Nicholas, nguvu zake za kiroho haziwezi kuwa ndogo hata kidogo. Na Hamza yeye hakutaka kutumia damu ya urithi wake kukabiliana na shambulizi hilo la akili. Na pia hakupoteza ufahamu zaidi ya kuhisi tu maumivu makali ya kichwa, ikiashiria ni kwa kiasi gani ubongo wake ulikuwa umeimarika. Nicholas alipepesua mbawa zake za kichawi na kwenda angani, huku mkononi akiwa ameshikilia ile Surveil kwa mikono yake yote. Alitoa tabasamu la uovu na kisha akasema kwamba Lucifer, hakika unashangaza sana. Bado unaofahamu hata baada ya kukumbana na shambulizi langu la kiroho. Hata hivyo nakushauri ni heri tu kimbie, kwa sababu muda ambao ninakwenda kumuondolea kizuizi Lovran, hutaweza kutoka hapa ukiwa hai. Hamza alijikuta akifikiria ya kwamba mtu wa kale ni mtu wa kale tu. Hamza alijikuta akifikiria hivyo na kuhisi namna gani watu wa level ya ushujaa walivyo na nguvu. Lakini kulikuwa na habari njema kwa muda huo, kwa sababu Nicholas aliyekuwa mbele yake, nguvu zake zilionekana kuwa na kikwazo, nacho ni yeye kuwa Strigoi. Nicholas licha ya kuwa katika level sawa na Rodriman au Manet, hakulingana nao kiuwezo kabisa. Kwa Hamza bado alikuwa na nguvu za kutosha kupambana. Mara baada ya kuona Surveil akizidi kung'aa na kung'aa zaidi, Hamza hakutaka kusita tena. Akiwa ameshikilia ile silaha ya nyota ya ukiwa mikononi mwake, alianza kukusanya nishati ya mbingu na ardhi kutoka pande zote na kujikusanya katika eneo la mwili wake. Eneo la angani na juu ya vilele vya volkano mfu, mawingu alianza kuzunguka kwa kasi. Wingu zito lililokuwa limefunika anga mwanzoni lilianza kukosa utulivu na kuzidi kushonana. Nicholas mara baada ya kuona mabadiliko hayo, alijikuta kiongeza makini. Mara baada ya kuona ile silaha ya nyota ukiwa mkononi mwa Hamza ikianza kutoa mwanga, pale pale alijikuta kugundua jambo. Akasema kwamba Lucifer, unataka kukusanya nguvu ya nishati mbele yangu? Huko si ni kunidharau? Nicholas pale pale alichezesha mikono yake na kisha damu nyingi ya kichawi ilijikusanya mkononi na kutengeneza mishale aliyorusha kuelekea alipo Hamza. Hamza upande wake alikuwa amekwisha kujiandaa. Zile silaha zilizokuwa zimetawanyika pande zote zilijikusanya mbele yake na kutengeneza ngao ya chuma. Mashambulizi hayo endelevu ya Nicholas, ingawa yaliweka rehani silaha zake, Hamza bado alikuwa na muda wa kutosha kuandaa pigo takatifu.
Hamza mwili wake wote ulifunikwa na mwanga mweupe kama vile amegeuka kuwa malaika. Ile silaha aliyokuwa ameshikilia mkononi ndio iliyotengeneza mwanga mweupe kama nyota na kumfunika. Basi ghafla tu Hamza alitumia mbinu ya hiari na kuondoa ile ngao ya silaha mbele yake. Kisha akafyatua ile silaha ya ukiwa kutoka mikononi mwake. Ni mbinu hiyo iliyoweza kumuua shetani kivuli kwa pigo moja tu. Kule Dodoma nadhani kama utakuwa unakumbuka. Ingawa wakati ule sababu ya shetani kivuli kufa kirahisi ni kutokuamka na kutokuwa makini, bado ilikuwa na nguvu kubwa. Sasa wakati huu Hamza alikuwa ameimarisha pigo hilo vizuri zaidi. Muda aliohitaji kukusanya nishati za mbingu na ardhi ulikuwa ni mdogo kuliko mwanzo, na ukali wa nguvu ya pigo lake ulikuwa ni mkubwa zaidi. Vile vile matumizi ya nishati ya mwili wake katika kutengeneza pigo hilo hayakuhitajika kwa wingi. Hamza akiwa katika hali ya mgawanyiko alihitaji nusu dakika tu kutengeneza shambulizi hilo. Mlipuko ule wa nguvu ya kusudi wenye nishati ya mbingu na ardhi ndani yake ulikuwa ni kama kimondo kinachodondoka kutoka angani na kwenda moja kwa moja alipo Nicholas. Asa Speed aliongea akasema ya kwamba nguvu kubwa sana hii du. Speed au Flash aliyekuwa mbali aliongea hivyo akihamaki moyoni. Sofia naye aliyekuwa sasa kwenye wavu wa damu aliishia kupendezwa macho na muonekano wa pigo hilo. Akasema ya kwamba hii nayo ni silaha. Mbona imegeuka ya kuvutia sana. Msikilizaji, hata hivyo, kwa Nicholas aliyekuwa akikabiliana na pigo hilo, hakuonyesha kabisa hali ya woga wala mshangao. Badala yake alionekana kufurahi. Nicholas alicheka akasema, hatimaye imetokea. Hili ndilo pigo nililokuwa nikisubiria. Nicholas mara baada ya kuona Hamza anataka kumshambulia, mara moja alirusha ile surveil kuelekea upande alipo Hamza, ikisogelea lile pigo la kusudi. Muda huo huo Nicholas alitengeneza tufe la nishati ya damu na kisha akalirusha kwa kulenga ile surveil. Kule angani pigo lile la kusudi la nyota ya asubuhi pamoja na nishati ile ya tufe la damu kwa pamoja vilivaa ile surveil. Hamza aliyekuwa chini mara baada ya kuona jambo hilo na kusikia kicheko cha Nicholas alishindwa kujizuia na kuhisi ubaridi ukimpitia mgongoni. Baada ya kutambua kuna kitu hakipo sawa, Hamza alijiuliza na maanisha alikuwa akimtega makusudi kwa ajili ya kutumia mbinu hiyo ama? Msikilizaji, ieleweke kwamba shambulizi lile la kusudi lilikuwa na nguvu kubwa mno. Lile tufe la nishati ya damu halikudumu hata sekunde kabla kupasuka. Wimbi zito la mshtuko wa nguvu ile lilisambaa pande zote mpaka kumpita Nicholas. Ngao ya damu ambayo Nicholas alikuwa amejitengenezea ilionekana kupitia msukosuko mkubwa mno wa pressure hiyo. Lakini sasa bado ngao iliweza kuhimili. Ukweli ni kwamba haiwezekani kwa ngao ya damu kukabiliana na pigo hilo la kusudi katika muda mfupi namna hiyo. Sababu pekee Hamza alidhani ni kwamba Nicholas mwenyewe pengine aliamua kuumia pakubwa. Hasa mara baada ya mlipuko ule wa kuumiza macho kupotea angani, surveil ilionekana kubadilika kabisa muonekano wake. Wakati huo ilikuwa ikitoa mwanga wa rangi ya fedha na haikuwa na wekundu tena kama ilivyokuwa mwanzo. Upande wa angani karibu na kilele cha volkano mfu lilionekana tufe kubwa sana la rangi nyeupe inayoelekea kuwa kijivu. Kufuatia mabadiliko yale ya surveil, umbo lile la duara lilianza kujitengeneza matabaka yaliyokuwa yakizunguka kwa kupishana, kila moja kuelekea upande wake. Kadri lilivyozidi kuongeza spidi, lilianza kutengeneza mistari ya ajabu kama michoro yenye herufi za maumbo ambazo zilikuwa ngumu kueleweka zilimaanisha nini. Basi Nicholas akasema ya kwamba hatimaye muhuri umevunjika. Alongevu Nicholas huku akishusha kichwa chake na kumwangalia Hamza aliyekuwa katika hali ya mshtuko. Nicholas alisema ya kwamba, Lucifer, shukrani kwako nimefanikiwa. Kwa uwezo wangu pekee nisingeweza kabisa kuvunja tabaka la juu la muhuri wa surveil. Hamza mara baada ya kupona katika hali yake ya mshtuko aliishia kutoa pumzi ya masikitiko moyoni. Kasema, pumbavu kabisa, nilijua tu ili swala sio jepesi. Vinginevyo kwa nini watu waache tu tufike hapa kiwepesi namna hii? Msikilizaji, kwa ajili ya kuvunja muhuri, hatua ya kwanza ilikuwa ni kubadilisha rangi ya surveil. Rangi hiyo huchukuliwa kama tabaka la mwanzo la muhuri. Basi Nicholas akasema ya kwamba mshenzi Cross aliwekea surveil kufuli ambalo linahitaji nguvu kubwa sana kulifungua.
kwa ajili ya kuzuia mwanachama yote wa Strigoi kuvunja muhuri pasipo ruhusa. Nguvu pekee iliyopaswa kuvunja kufuli hilo ni ya mtu ambaye hana muunganiko na Strigoi na wala hafungamani na Mageddon. Lakini bado awe ni mwenye nguvu, hivyo Lucifer, wewe ulikuwa chaguo sahihi. Nicholas alishia kumwangalia Sofia na tabasamu la uovu. Kisha akasema ya kwamba, mpwa, hakika mimi mjomba wako napaswa kukushukuru. Maana kama sio wewe, hii show isingefanikiwa. Sofia alishia kung'ata meno yake kwa nguvu sana. Alikuwa na hasira kiasi cha machozi kumtoka. Sofia akasema kwamba, Lucifer, samahani sana, sikujua hili swala litageuka hivi. Hamza alijikuta akinyosha mkono wake kwa namna ya kumwambia Sofia hapaswi kujilaumu. Hamza alijikuta akivuta pumzi kwa pupa. Katika kutoa nguvu hiyo ya pigo la nyota ya asubuhi, nguvu zake kiasi zilitumika na kumfanya kuchoka. Hata kama alikuwa katika hali ya mgawanyiko, bado alihisi uchovu. Ilisikitisha, pigo hilo lilimezwa kwa kiasi kikubwa na Serville na kushindwa kumuumiza Nicholas. Hata hivyo, baya zaidi ni kwamba kulikuwa na fukuto la kuongezeka kwa nguvu nyingine sio ya kawaida katika duara lile la mwanga. Ni ghafla tu kivuli cha mtu kilitokea kutoka kusikojulikana. Yule mtu alikuwa ni mwanaume aliye na ngozi iliyopauka sana. Sana tu. Na baada ya kujitokeza hivyo, yani kwanza alikuwa hana hata kinyweleo hata kimoja mwilini. Alionekana kana kwamba alikuwa na umri wa miaka 50 au 60 hivi. Ingawa kuonekana kama kijana, bado alikuwa na muonekano wa kitanashati. Urefu wake, nywele zake za kahawia zilizokuwa ndefu zikidondoka kufikia kiuno vilimfanya kuonekana tofauti. Asa Nicholas alishindwa kuficha furaha yake usoni, akasema, "Oh, Lovran, my brother, hatimaye nimekuokoa." Ndio, mwanaume aliye mbele yao alikuwa ni mtaalamu wa kuita majini na mizimu, yani Lovran. Lovran hatimaye alifumbua macho yake ya blue na kupanua mikono huku akivuta hewa nyingi kwa kuifurahia. Lovran alionyesha tabasamu la kuridhika, kisha akasema, "Nilijua tu siwezi kufungiwa milele." Mara baada ya kuongea hivyo, aligeuka na kumwangalia Nicholas kwa macho ya utani. Akasema kwamba, "Nicholas, ni wewe ulinifungulia?" Nicholas akasema, "Ndio, ni mimi. Unajisikiaje sasa? Na vipi kuhusu Cross?" Mara baada ya kuulizwa kuhusu Cross, macho yake yalichanua, kisha akasema kwamba huyo bwana hataweza kutoka tena. Nilinyonya damu yake yote nilipokuwa ndani ya kifungo. Nicholas alijikuta akishangaa, lakini hakuweza kuongea chochote. Istoshe, Cross hakuwa na nguvu kumzidi Lovran, na pia nguvu zake zote zilitumika kutengeneza kifungo hicho cha muhuri. Ingawa hakuna aliyetarajia kwa Lovran kumuua Cross, bado ilishangaza kwa wakati mmoja. Kusema ya kwamba tulikosea kipindi kile, lakini sasa tumeweza kuelewa matendo yako yalikuwa ni kwa ajili ya Strigoi. Lovran akasema, "Nilijua tu ni swala la muda. Mmoja kati yenu atakubaliana na mtazamo wangu." Jamaa aliongea akiona tabasamu la kibehi. Wakati akiongea, moshi mzito kama ukungu wa kichawi ulimfunika, na pale pale joho jeusi liliustiri mwili wake. Lovran aliishia kuangalia nyuma ya miti kwenye shimo, kisha akasema kwamba, "Nilidhani Stuart na Alessandro wamekwisha kufa, kumbe umewaweka chini yako." Nicholas akajibu, "Yaani unajua nimeamua kuwafanya wasifanye chochote kwa sasa, afu stoshe bado ni ndugu zetu. Ndio maana sikuona haja ya kuwaua." Lovran alishia kutoa muonekano wa dharau na kutokuamini. Na wakati huo sasa aliwageukia Hamza na Sofia. Lovran akasema kwamba, "Oh, Sofia, na wewe kumbe upo hapa. Inaonekana kulikuwa na vita pia." Aliongea Lovran huku akimchunguza Hamza, na kisha akauliza kwamba, "Na huyu binadamu ni nani?" Nicholas akasema, "Huyu anamuita Lucifer. Ni kijana mwenye nguvu sana. Nguvu yake ya kusudi ndio iliwezesha kuvunja muhuri uliokufungia." Lovran akasema, "Oh, kumbe ndio kilichotokea. Inaonekana napaswa kumshukuru huyu binadamu kama ndicho kilichotokea hicho." Nicholas akasema, "Ndio, unapaswa kumshukuru vizuri kwa sababu binti yako uliyemzaa na jini abisi anayefahamika kwa jina la Sally ndio kamtegemea yeye kuishi mpaka leo. Kurahisisha, Sally analindwa na huyu kijana." Aliongea Nicholas. Mara baada ya kusikia hivyo, uso wa Lovran ulijawa na furaha na mshangao.
Akasema, nini? Binti yangu yupo hai? Nicholas akasema, ndio, na yupo katika makao makuu ya huyu binadamu, sehemu inayoitwa kisiwa cha Toharani. Sasa Hamza mara baada ya kumuona bwana huyo akiwa na furaha, alijikuta akiingiwa na wazo. Mr. Lovran, kama Sally akijua baba yake yupo hai, hakika atakuwa na furaha sana. Hamza aliuliza swali hilo akitaka kujua namna Lovran anavyomfikiria mtoto wake. Lovran alicheka akasema kwamba sio yeye tu kuwa na furaha, na mimi na furaha pia. Aliongea hivyo na pale alionekana kukosa uvumilivu. Akasema, nipeleke haraka huko kisiwa cha Toharani. Nataka kwenda kuonana na mwanangu Sally. Nicholas akasema kwamba lakini bro, ndio kwanza umetoka, kwa nini usirudishe nguvu zako kwanza? Lovran akajibu, haina haja, nishanyonya nguvu zote za Cross, hivyo nipo tofauti na mwanzo. Hicho kifungo hakikunidhoofisha kabisa. Nicholas akasema, sasa yani kwa nini una haraka hivyo sasa? Ni muhimu sana kukutana na huyu Sally. Lovran akasema, Nicholas, si umeniachia kwa ajili ya kutaka kuungana na mimi kupata dawa ya umilele ama? Nicholas akasema, hilo ni kweli. Lovran akasema, haya sasa, yule jini amekwisha kufa, na mpaka sasa ni ngumu sana kuita jini lingine lenye nguvu kufanana naye. Kama kweli tunataka kupata nguvu inayoweza kutufanya tuishi milele, nguvu ya jini, basi tunapaswa kumtegemea Sally katika hili. Basi Nicholas akasema, tayari ina maana unajua namna kufanya hilo? Lovran alicheka akasema, katika kipindi changu ndani ya kifungo nilikuwa nikiwaza juu ya cha kufanya punde tu nitakapotoka ili kupata uhai wa milele. Na sasa jambo jepesi zaidi kufanikisha ndoto yangu hii ni kumtegemea binti yangu wa pekee. Nicholas mara baada ya kusikia hivyo alijawa na furaha kubwa. Alijua kwamba ili mradi wakiweza kupata dawa ya umilele, basi familia yao ya damu haiwezi kupotea. Lovran akasema kwamba wewe na mimi ni ndugu. Kama nikiweza kuishi milele, lazima na wewe pia nikufanye uishi milele. Nicholas, hebu nipeleke nikaonane na Sally. Aliongea Lovran. Nicholas hakutaka kuongea neno lingine tena, na pale alinyoosha mkono kukubali. Akasema, nifuate, tutatumia ndege kwenda huko. Mara baada ya wawili hao kukubaliana, mara moja walichanua mbawa zao za kichawi na kuanza kupaa angani kuelekea upande wa anga la kusini. Mara baada ya kuona hali hiyo, ingawa hakujua ni jambo gani Lovran anataka kufanya kwa Sally ili kupata dawa ya umilele, hisia za Hamza zilimwambia hiyo sio njia nzuri, hususan alivyofikiria kipindi cha nyuma, namna watu wa Old Ones waliomfanyia Sally utafiti na kupitia mateso makubwa. Jambo hilo tu lilimfanya Hamza kukasirika sana. Aisee, vita bado haijaisha, halafu mnataka kukimbia hivi? Aliongea Hamza akikanyagia silaha ya hiari na kuwafuata huko angani. Sofia kuona vile alijikuta akijawa na wasiwasi na kuongea kwa nguvu akasema kwamba Lucifer, umekuwa kichaa. Kwa mtazamo wake, kama Hamza akipigana na watu hao wakale, itakuwa ni sawa na kujitafutia kifo. Hamza pia alijua Nicholas hakutumia uwezo wake wote wakati akipigana naye, lakini vile Lovran alikuwa na uwezo mkubwa kumzidi hata Nicholas. Hata hivyo, kwa namna yoyote ile, alijiambia hawezi kuwaruhusu hao watu kwenda moja kwa moja kwa Sally. Basi, ingawa mwili wa Hamza kwa namna fulani hivi ulikuwa umechoka, hakusita kutumia nguvu ya kusudi kushambulia. Basi kwa spidi kubwa zaidi, maelfu ya silaha yalipaa angani na kukaribia wakale wale. Nicholas aliishia kukunja sura tu na alikuwa tayari kugeuka ili kujilinda na mashambulizi hayo, mpaka pale aliposikia sauti ya Lovran ikisema kwamba niachie mimi hili. Kabla hata Lovran hajageuka, bawa zake za kichawi ghafla ni kama zilijawa na weusi mzito hivi. Ni kama muasisi wa mbingu za uchawi wa giza. Pale moshi mzito mweusi ulitoka kwenye mwili wake. Mbawa za kichawi za Lovran zilianza kuungua kwa kasi kubwa mno, na kufumba na kufumbua, moto wa kuungua kwake ulisambaa katika eneo kubwa. Mara baada ya shambulizi la kusudi la Hamza kukutana na moto huo wa nguvu za giza, spidi yake ilipungua na kiwango kubwa cha nguvu ya kusudi kilimezwa. Hata hivyo, Hamza kushangaa, alichokuwa akitaka ni kuwapunguza tu spidi mabwana hao na kisha achukue nafasi ya kutumia shambulizi la hiari ili kuwakaribia zaidi.
Ni muda ule alivyotaka tu kusogelea, aliweza kuona ule moshi mzito uliosambazwa na Lovran umegeuka na kuchukua umbo la mnyama wa kutisha, ukipanua mdomo kumsogelea Hamza kwa kasi. Moshi ule ulibadilika na kwanza ulimshangaza Hamza. Unajua ilikuwa ndo mara yake ya kwanza kukutana na nguvu ya kichawi ya namna hiyo. Hakuwa hata na muda wa kutosha wa kukwepa pigo hilo la kimzimu na alijikuta akigongwa na moto ule wa kishetani. Ingawa Hamza aliweza kujilinda vyema kwa nguvu ya kusudi, bado alisukumwa mbali na pigo hilo na kudondoka kurudi chini ardhini. Hata hivyo, haraka sana aliweza kuondoa moto ule wa uchawi ule mzingira. Lakini muda ule alipoelekeza macho yake juu, aliona wale watu wa kale wamekwisha kwenda mbali zaidi. Hamza alishia kutukana tu kwa hasira. Kuona vile, mara moja aligeuka na kumkimbilia Sofia. Baada ya kumfikia, alimsaidia haraka kuondoa ile neti aliyofungwa nayo, na kisha kwa sauti nzito Hamza akasema kwamba Sofia, nisaidie kuwasiliana na Sebastian ili nipate ndege. Napaswa kuwahi kwenda kisiwani kwangu. Sofia akasema hapana, nadhani hujui tu, ila wajomba zangu hawajatumia hata nusu ya nguvu zao. Huwezi kushindana nao sasa hivi, hata kama utawahi kufika huko, ni sawa na kukifuata kifo. Unaja kunieleza hayo mimi, sawa Unadhani sijui kama hawajatumia nguvu zao zote? Kwa vyovyote vile napaswa kwenda. Nikiwaacha tu wafanye wanachotaka, sijui ni kitu gani kitatokea. Sofia alishia tu kumwangalia Hamza kwa namna alivyobadilika na kuwa katika hali ya kuchanganyikiwa. Pale alijua ni kwa namna gani Sally alikuwa muhimu kwa Hamza. Sofia akasema nimekuelewa. Sofia alishia tu kutoa simu yake mara moja na kuwasiliana na Sebastian. Mapema tu Sebastian alimwambia ndege itawafikia walipo, kwani hakuwa mbali na eneo hilo. Ni muda huo bwana aliyefunikwa na mwanga wa radi alisogea karibu yao. Alikuwa ni Speed, aliyekuwa akiangalia kila kitu kutokea mbali. Speed akasema kwamba mission accomplished, nikanywe pombe sasa Lucifer, na kutokea heri. Mara baada ya kuongea pale alikimbia kwa mlipuko kama umeme. Bwana huyo hakutaka kujifanya mjuaji, alijua kabisa mwezi Hamza, hivyo akaona bora akimbie. Ukweli ni kwamba hata Lovran na Nicholas waliona ingekuwa ngumu sana kumuua Hamza, hivyo waliamua kuliacha hilo tu na kushughulika na jambo la umuhimu zaidi, yani kumuona Sally. Kwa muda huo Hamza angalau alipata nafasi ya kupumua kutokana na vita kuisha kwanza. Sasa Hamza kauliza kwamba Sofia, ile Saraville si haitakuwa na madhara mengine hata baada ya kuchukuliwa? Sofia akasema kwa sasa ni kisu tu. Kuondolewa kwake nguvu ya muhuri ni sawa na kuwa kisu cha jikoni tu. Aliongea Sofia kwa moyo mzito, kisha akageukia upande wa nyumba. Akasema kwamba nitaenda kuwaona baba na mjomba. Hamza pia alikuwa na wasiwasi juu ya watu hao wakali waliobaki. Hivyo aliishia kumfuata Sofia kwenda kwenye nyumba hiyo ya miti. Mara baada ya kuingia ndani, aliweza kuona mwanaume aliyekonda sana. Ni mrefu hivi, aliyekuwa amelala chini kwenye sakafu ya mbao. Kulikuwa na hali ya kuhisi maumivu. Alikunja sura. Wote wanaume hao walikuwa na lipsi zilizopauka zenye ishara ya kulishwa damu. Sasa Sofia alivyoingia tu akaita baba, alishia kumsogelea mwanaume huyo mzee na kuita jina lake kwa pupa. Licha mwanaume huyo kuchezesha macho yake mara chache, bado alionekana kabisa kushindwa kuongea. Sofia alishtuka sana, akasema kwamba Mithril, kaulisha ndugu zake sumu ya Mithril. Aliongea hivyo Sofia na Hamza alishia kukunja tundita. Kulingana na uelewa wake, silaha za kawaida ni ngumu kuwaua Strigoi, na vile sumu za kawaida zisingewaathiri viumbe hao. Sasa hata hivyo, sio kwamba eti hakuna malighafi ambazo zinaweza kuwadhuru. Mfano, Mithril ni aina ya dutu ama madini yenye mfanano wa madini ya fedha yaliyokuwa na athari kubwa sana kwao. Ikitokea sumu hiyo kuingia katika mwili wa Strigoi, hupoteza nguvu zao zote na kuhisi hali ya kuparalyze. Kwa stili hiyo wataweza kupona kweli? Nicholas ni mwovu kweli. Lazima aliwatega tu baba na Alessandro kualisha kiwango kikubwa cha Mithril. Vinginevyo baba asingepoteza fahamu. Ingawa kwa sasa haiwezi kuwaua, lakini inahitajika kupata elementi nyingine za kemikali kwa ajili ya kuyeyusha sumu hiyo. Ila itachukua muda mpaka kupona. Hamza alijikuta akijutia kwenye moyo wake. Aliona kama watu hao wangepona haraka, pengine wangemsaidia katika kudili na Lovran
na Nicholas. Alafu istoshe vita yao ilikuwa ni kupigania Strigoi. Lakini mpaka hapo aliona pengine anapaswa kujitegemea yeye mwenyewe katika kumlinda Sally. Ni muda huo Hamza aliweza kusikia sauti ya ngurumo ya ndege kutoka nje na alishia kuongea tu ya kwamba Sofia, mimi naondoka. Sofia akasema kwamba Lucifer, najua siwezi kukuzuia. Najua pia sidhani kama unao uwezo wa kukabiliana na wajomba zangu. Lakini kama ikitokea nafasi ya wewe kuwaua, waue wote tu bila kuonyesha huruma hata kidogo. Sisi watu wa damu tutasimama na wewe. Hata usiongee neno. Siwezi kabisa kuonea huruma kwa sababu wanajaribu kumuumiza mwanafamilia wangu muhimu. Mara baada ya kumaliza kuongea hivyo, haraka sana alikimbia kwenda nje. Alishia kukoya silaha yake ya hiari na kuisogelea ndege. Sasa upande wa kisiwani bwana, upepo wa bahari ulikuwa ukivuma kwa hali ya kufurahisha. Ndege wa baharini aina ya korongo walikuwa wakiruka huku na kule. Hata hivyo, upande wa katikati ya kisiwa hicho, ndani ya ngome kubwa, kulikuwa na harakati. Basi kuna mwanajeshi wa Kibarhams aliingia akasema kwamba ripoti. Alikuwa ni kiongozi wa kikosi cha ulinzi kisiwani hapo. Alitoa sauti ndani ya chumba cha mikutano na kuongea hivyo. Akaulizwa kuna nini? Ezo aliyekuwa akijadiliana na wenzake juu ya mbinu za kuficha wanajeshi wake nje ya nchi aliuliza hivyo. Sasa yule mwanajeshi akasema ya kwamba sawa, mfumo wetu wa rada umegundua uwepo wa ndege binafsi ya abiria ambayo haijatambulika mmiliki ikisogelea kisiwa chetu kwa kasi. Je, tuishushe chini na kombora? Ezo akauliza kwamba umejaribu kufanya mawasiliano na rubani wake? Yule mwanajeshi akasema kwamba hakuna mawasiliano yoyote yaliyofanikiwa. Basi Leviathan akasema kama ni hivyo basi hakuna haja ya kufikiria bwana, lazima watu wao watakuwa tu ni maadui. Ndege inapaswa kudunguliwa. Anaongea Leviathan akipiga meza kwa nguvu. Sasa upande wa Ezo alionekana kufikiria kidogo na kisha pale akatoa jibu akasema kwamba wasilisha maagizo yangu, wanajeshi wote waelekeze umakini wao kwenye hiyo ndege. Yule mwanajeshi akajibu yes sir. Basi Leviathan naye aliinua simu yake na kisha akaongea akasema kwamba nitawasiliana na kikosi namba 3 na namba 5 kwa ajili ya kutoa ushirikiano na kurusha makombora kwa pamoja ili kuhakikisha tunaisambaratisha pasipo kuchafua habari yetu. Basi Ezo akasema kwamba hakuna hata haja kupoteza makombora yako bure. Baada ya vita ile kubwa ndani ya kisiwa, tuliweka mfumo wa juu kwa juu wa ulinzi. Leviathan akasema kwa sababu tulichobakiwa nacho sasa ni hela, sio mbaya kuzitumia kidogo bana. Bosi hayupo hapa kisiwani, hivyo tunapaswa kuhakikisha kwamba panakuwa salama. Aliongea Leviathan. Mara baada ya wote kusikia maneno hayo, hawakutaka kumzuia tena Leviathan na kile alichotaka kufanya. Ni muda mfupi tu baadaye makombora yalisikika yakivurumishwa kwenda angani. Ndege iliyokuwa ikisogelea kisiwa hicho lijikuta kizingirwa na makombora. Hakukuwa na namna ya ndege hiyo kupona zaidi ya kusambaratika ikiwa hewani. Mara baada ya dakika kama 10 hivi kupita, mwanajeshi mwingine aliingia ndani ya chumba cha mikutano kwa ajili ya kutoa ripoti. Alivyoingia tu akasema kwamba ripoti. Akaambiwa kwamba haina haja ya kuomba ruhusa tena, kama ni nyingine ishusheni tu. Aliongea Leviathan, lakini mwanajeshi yule jasho limtoka usoni. Alisema kwamba hapana saa, ndege tumeshaidungua, lakini mtu aliyekuwa ndani ya ndege ameshuka mapema na sasa ameingia kwenye fuko zetu na anaua watu ovyo. Ezo, Asmantis, Leviathan na baadhi ya wanachama wakubwa walishangazwa na ripoti hiyo. Yaani ndege imedunguliwa lakini aliyekuwa ndani ya ndege ameshuka na kuanza kuua watu wa kisiwa. Like seriously? Yo. Basi Sally uso wake wa kirembo uligeuka ukawa wa ukauzu. Alisimama na kutembea nje ya mlango wa chumba hicho huku akiongea kasema kwamba activate the red alert. Huyu ni mtaalamu. Haina haja ya kuendelea kuona anaua zaidi. Tunapaswa kumzuia. Nitaenda kukutana naye mimi. Aliongea hivyo Sally. Activate the red alert. Sasa upande wa ufukweni, upande wa ngazi za kupandia kutoka ufukweni kuja katika eneo la sokoni, karibu wafanyakazi wote wa Inferno na familia zao maskini walikuwa wakiishi katika maeneo hayo. Jua lilikuwa likiwa katika hali ya kuwaka mno siku hiyo, lakini upepo ulikuwa ukivuma ukiambatana na harufu ya damu na matone yake. Yoyote kutokana na mgeni mvamizi. Yaani mara tu baada ya kutua juu ya kisiwa hicho, Aisee alianza kuua watu bila kuuliza umri. Wala aulizi kwamba wewe ndio Lucas Lubas, amna, yani anaua tu. Mtu huyo alikuwa na mwili mweusi. Ngozi yake yote ilikuwa imevimba huku mishipa ya damu ikijichora na kujidhihirisha mwilini. Macho yake mekundu yalichomoka kama vile ni ya mnyama,
Licha ya kujaliwa uso wa kitanashati, sura yake yote ilitawaliwa na uovu wa kutisha. Bwana huyu wa Kiafrika alikuwa amevalia koti la ngozi ambalo pia lilikuwa limechafuka kwa damu. Mikono yake haikufunikwa, na katika vidole vyake kucha zilikuwa ndefu mno, zenye ncha kali na zilizojaa damu pamoja na chembe-chembe za nyama za watu. Watu wengi wa kisiwa hicho mara baada ya kumwona mtu huyo walimuona kama shetani mtu wa roho na kuanza kukimbia. Lakini mwanamume huyo alikuwa na spidi kubwa kama mzimu, kwani alitembea kwa kasi na kushika shingo ya mwanamke aliyempakata mtoto. Jamaa akasema kwamba unakimbia kwenda wapi? Una uwezo kunikimbia? Basi yule mwanamke wa kizungu mara baada ya kukamatwa alishia kumwachia yule mtoto, na kisha kwa shida sana akaongea akasema, kimbia, kimbia. Msichana yule mdogo maskini alikuwa katika woga mkubwa na alikimbia kwa akilia. Yule mwanaume alishia kutoa sonyo la kishetani na pale pale alinyosha mkono wake kumlenga yule binti. Mara moja tu nishati ya damu iliyokuwa kama kamba ilifyatuka na kumfunga yule mtoto aliyekuwa akikimbia. Na mara tu baada ya kuvuta, mtoto yule alikuwa mikononi mwake. Jamaa akasema kwamba kumbuka, binti yako mpendwa, kifo chake kimesababishwa na huyu mshenzi Lucifer. Mara baada ya kuongea vile, alimshika msichana yule mdogo shingoni na kisha kumwangalia yule mama kwa tabasamu la uovu. Pale pale alimng'ata shingo yule msichana kwa nguvu na kunyonya damu yake. Maskini yule mama alilia, mwanangu. Sasa mama yule alijikuta akitoa kilio cha uchungu sana, akishuhudia waziwazi binti yake aking'atwa shingoni na kupoteza maisha, huku damu yake ikifyonzwa, kisha maiti iliyokauka ikarushwa pembeni. Yule mwanamke sasa ukichaa uliamka pale pale na alijikuta akisimama kwa hasira ukabiliana na yule mtu. Lakini mvamizi hakumhurumia, kwani na yeye alimchika shingo na kisha akamng'ata shingoni na kuanza kunywa damu yake. Aisee, uwezo wa huyo mtu kunyonya damu ulikuwa ni mkubwa mno, kwani ndani ya muda mfupi tu alishatengeneza maiti 2 zilizokauka. Kisha jamaa akasema, mwanaharamu wewe, kufa. Ni muda huo mwanajeshi mstaafu alitoka kwenye kiambaza cha nyumba akiwa ameshikilia bunduki na kuanza kuifyatua mfululizo. Ingawa alikuwa mstaafu, uwezo wake wa kushikilia bunduki na kurusha risasi ulikuwa ni mkubwa. Kwa ukaribu huo, ilikuwa ni rahisi kumsambaratisha bwana huyo hata kama amevaa bulletproof. Lakini matokeo yake yalionekana kana kwamba yule mtu alitengenezwa kwa chuma. Licha ya risasi kumuingia mwilini, alionekana kutokuumia kabisa, na zaidi sana mwili wake ulizitapika risasi na kuziacha zikidondoka chini. Pale pale hatua moja tu alishamsogelea yule mwanajeshi na kumshika shingo kwa nguvu, kisha akang'ata shingoni na kuanza kunywa damu yake. Sasa mara tu baada ya kumgeuza maiti kavu yule mwanajeshi, mwanaume yule alitoa muonekano wa kuridhika na damu yake. Pale pale alianza kupeleka pua zake hewani kama mbwa ambaye amegundua uwepo wa kitu. Na mara baada ya hisia zake kumwambia anachokiwaza ni sahihi, pale pale aliachia shambulizi la kiganja cha mkono kushambulia moja ya mbao za nyumba zilizokuwa mbele yake. Mara baada ya kupasua ukuta wa nyumba, ni vumbi tu lililoelea hewani, likimdhihirisha mwanamke aliyekuwa amejificha na watoto 2 nyuma yake. Walionekana hawakuwa na sehemu nyingine ya kujificha maskini zaidi ya kujizibia tu upande wa kitanda, lakini wakaishia kugundulika kutokana na msisimko wa ubinadamu wao. Mara baada ya kusikia vilio vya watoto wale wa kizungu, bwana yule alizidi kujawa na morali. Akasema kwamba lieni kwa nguvu kabisa, lieni, ili huyo mshenzi aweze kuona ni madhara kiasi gani atapata kwa kushindana na mtu kama mimi. Basi mara baada ya kuongea hivyo, mwanaume yule aliachia nishati iliyokuwa kama bomba la mkondo wa damu, akijiandaa kuwanyonya watoto wale. Lakini muda ule ule mishale miwili ya rangi ya zambarau ilitoa sauti ya mluzi na kusambaratisha moja kwa moja shambulizi la mwanaume kutaka kuwanyonya watoto wale damu. Basi yule mwanamke alisema, "Oh, Lord Sally." Mara baada ya kumwona mwanamke huyo wa kizungu mwenye nywele za rangi ya fedha, alijikuta akitoa sauti ya mshangao. Basi Sally akasema kwamba, "Jena, ondoka na watoto wako mkajifiche. Niachie hili eneo mimi." Sally alikuwa akijua majina ya raia wengi wa kisiwa hicho. Ukweli ni karibu ya watu wote pengine alikuwa akiwafahamu. Mwanamke yule aliyeitwa Jena aliishia kutingisha kichwa kwa shukrani na kuchukua watoto wake 2 wa kiume na kukimbia nao. Muda huo yule mwanaume mvamizi alionekana kutokuwa na matamanio tena na wale watoto na mwanamke. Mara baada ya kumuona mwanamke huyo mrembo kama malaika, macho yake yalionyesha hali ya furaha. Akasema kwamba, "Oh, kwa hiyo wewe ndio Sally eh? Kwa hiyo huyu mshenzi Hamza aliachana na kundi lake la Old Ones kwa ajili yako, si ndio? Kama nikikuua wewe, hakika atateseka sana zaidi ya kifo."
Basi Sally mara baada ya kuangalia muonekano wa bwana huyo mwenye mwili wa ngozi ya Afrika na sura yake ni kama alishaanza kumfahamu. Msikilizaji, mpaka hapa wewe mwenyewe umeshamfahamu huyu mtu? Mpaka hapa wewe mwenyewe umeshamfahamu huyo mtu? Mimi siishi hapa. Huyu mwamba ni Herman, mdogo wa Hamza. Sasa Sally akauliza kwamba what? Wewe ndio Herman? Alikumbuka alishawahi kumuona bwana huyo kupitia picha mara baada ya kutengeneza tukio la video ya kufoji akimuonyesha kama mhusika. Sasa Herman akasema kwamba kumbe unanijua? Basi vizuri sana. Kwani utakwenda kufa ukijua nani kakuua? Basi mara moja sauti yake ilififia. Herman aligeuka na mwili wake wote kufunikwa na mwanga mwekundu kama damu, akimsogelea Sally kwa spidi huku akitanguliza makucha mbele. Sally pale pale alichanua mbawa zake za uchawi wa damu na kupakwa namna ya kumkwepa Herman kwa pembeni, lakini bado alionekana kushtushwa na spidi ya Herman. Sally akasema kwamba huyu mtu aligeuzwa kilema na Hamza. Kwa nini nguvu zake si tu kupungua bali zimeongezeka zaidi? Lakini kubwa zaidi anaonekana kutoa msisimko wa nguvu ya kishetani. Aisee, Herman alikuwa ni kama mnyama kichaa. Pale pale alirusha shambulizi la nishati ya giza kumlenga Sally. Sally alikuwa na tahadhari mno. Tokea mara ya mwisho kupigwa na Sylvia mpaka kutaka kuliwa imemfanya kujifua kimafunzo sana. Vinginevyo kwa namna ambavyo Herman anashambulia, aisee, angekuisha kuumia. Ilikuwa ni ngumu kwake kujua ni uwezo kiasi gani Herman alikuwa nao, lakini ilikuwa wazi kwa nguvu za mwili tu alikuwa katika daraja la juu mno. Sally aliona kuna mbinu ya kishetani iliyotumika ili kutoka katika hali yake ya kilema wa nishati na kugeuka shetani ndani ya muda mfupi. Basi mashambulizi ya Herman yalikuwa ni makali mno. Alikuwa ni kama mnyama aliyejeruhiwa na hakujali namna anavyoshambulia. Hata kama ilionekana vibaya, Sally mara moja aligundua hapaswi kuzembea. Alirudi nyuma na kwa kutumia uwezo wake wa Kistrigoi alijaribu kujitengenezea ngao. Basi Sally akasema kwamba sanaa ya damu, mbwa majivu. Ghafla tu mbwa mwitu wa kichawi mwenye muonekano wa kijivu alifyatuka kutoka kusikojulikana na kumrukia Herman kutaka kumng'ata. Lakini Herman mwili wake ulikuwa na nguvu isiyo ya kawaida. Alishia kutumia mikono yake na kushambulia mbwa yule wa kichawi na kumsambaratisha. Wakati huo huo mkononi akiwa na mjeledi wa nguvu ya damu na alimfyatulia Sally. Sally mara baada ya kuona hivyo aligundua ni ngumu kukwepa mjeledi huo, na alipojaribu kukwepa aligundua tayari amepigwa mkononi. Damu nyingi zilionekana kumtoka Sally mkononi mara baada ya mjeledi ule kumkata. Ilikuwa ni bahati kwamba uwezo wa Sally kupona ulikuwa ni haraka sana, lakini bado ilimtia hofu. Sasa bwana, ilikuwa ni nguvu kubwa sana kumfanya Sally kupigwa na kutoka damu nyingi namna hiyo. Na pale pale kwa namna alivyoona uwezo aliokuwa nao Herman, ni kama aligundua jambo. Sally akauliza kwamba wewe ndio ulishambulia makao makuu ya Buffalo? Herman alicheka akasema upo sahihi, na nipo hapa pia kuua kila mmoja mwenye uhusiano na huyu mshenzi Hamza. Hivi mnadhani kwa kujificha kwenu hapa nisingewapata? Nimefika sasa, tuone nani anaweza kukimbia. Kama hamtaki kufa basi muiteni huyo mshenzi mwenyewe ajitokeze hapa mbele na mimi. Herman aliongea hivyo. I say, kulikuwa na hali ya ubaridi kwenye macho ya Sally, lakini moyo wake ulikuwa umejawa na shaka. Alijiuliza ni kwa namna gani Herman akawa na uwezo wa kishetani namna hiyo. Yaani kwa nini ni kama vile amefundishwa kuwa na uwezo huo kwa ajili ya kulipa kisasi tu. Sasa Sally hakutaka kuamini kama Herman amejifundisha mwenyewe. Aliamini fika kuna mtu mwenye utaalamu wa hali ya juu sana ndiye aliyemfundisha Herman kuwa hivyo. Hata hivyo muda huo Sally hakuwa na nafasi ya kufanya uchunguzi kwa sababu Herman alikuwa akimshambulia. Sasa mara baada ya kuona makucha ya Herman yamechomoza na kumsogelea kwa kasi kutaka kumshambulia, Sally alitumia silaha yake ya upanga kumzuia. Herman mwenyewe alikuwa akimshambulia kama kichaa. Hakujali adui yake alikuwa ameshikilia nini, ila kama nyumbu alipeleka moto. Mara baada ya kushambulia kwa aina ya mapigo 30, Herman aliyekuwa akivuja damu aliishia kuzifuta usoni na kutabasamu kwa uovu. Alimwangalia Sally kisha akasema kwamba wow, inavutia sana.
sana tu. Inaonekana unastahili kukutana na nguvu zangu halisi. Basi Sally aliishia tu kumwangalia bwana huyo usoni na kisha kusema ya kwamba ni kwa bahati mbaya sitamani kuonyesha uwezo wangu kupitia kwako. Ninachotaka ni kukuua tu na kuokoa wengine. Hata hivyo Herman hakutaka kumpa nafasi ya kuongea. Na pale pale alishamrukia Sally. Sally mara baada ya kuona anarukiwa, mara moja alichanua mbawa zake za kishetani na akaruka juu huku akituma shambulizi la pembe 9. Ghafla tu nguvu ya miujiza ya damu zijikusanya pamoja na kufyatuka kuelekea alipo Herman kutoka juu kama vimondo. Herman mwenyewe kuona hivyo alijikuta akiruka juu angani na kutua juu ya paa la nyumba akikwepa shambulizi hilo. Hata hivyo Sally aliruka tena juu zaidi na kwa mara nyingine alitumia mbinu ya uchawi wa damu na kumshambulia. Basi pale pale Sally akasema ya kwamba spiderweb. Wavu fulani hivyo wa rangi ya zambarau kama wabuibui hujitokeza ukitaka kumfunika Herman. Herman mwenyewe mara baada ya kuona vile alitetemeka kwa hasira na kutuma shambulizi la nguvu ya damu na kusambaratisha wavule. Herman akasema kwamba pumbavu, nadhani unanilazimisha sasa nikuue. Sally mwenyewe akasema nilimwahidi mpaka akirudi nitapalinda hapa nyumbani kwa nguvu zangu zote. Herman akasema nyumbani? Eti nyumbani. Huyo mshenzi amenifanya nisiwe na nyumbani. Amenipokonya makazi yangu na bado anajifanya kuwa na sehemu anayoiita nyumbani. Aliongea Herman kwa hasira kali kiasi kwamba macho yake yaligeuka mekundu kabisa. Aliinua kichwa chake na kisha kwa hasira akabweka. Akaruka kwenda angani zaidi huku nishati ya damu ikilipuka kutoka kwenye mwili wake. Ndani ya muda mfupi tu ile kufumba na kufumbua, spidi ya Herman iliongezeka mara nyingi zaidi na tayari alishatokea mbele ya Sally. Alitumia teke la sarakasi na kumpiga Sally kifuani, akamrudisha chini kama kifurushi. Sally yeye alijikuta akidondoka kwenye paa la nyumba, akaharibu kabisa na kuanguka ndani mpaka kujigonga kwenye meza na kutema damu nyingi. Sally alijikuta akikohoa damu mfululizo huku akishika tumbo lake. Alishindwa kuelewa Herman katoa wapi nguvu hizo, lakini muda ule ule Herman alishamrukia tena na kumshindilia na shambulizi lingine la teke. Herman mara tu baada ya kutua pale Sally alipo akitengeneza mtikisiko mkubwa, alimfyatulia Sally teke na kumfanya atoke nje kupitia ukuta wa nyuma. Basi Sally alijikuta mpaka muda huo haendani kabisa na nguvu ya spidi ya adui yake. Haraka sana alijaribu kufanya moja ya miujiza yake ya damu. Mara baada ya kufumbua macho yake yalitoa mwangaza wa rangi ya zambarau kama vile nyota. Sasa mara baada ya kuona Herman akimsogelea tena kumpiga teke, kwa wepesi kabisa Sally alilikwepa na kisha pale pale akazunguka na teke la sarakasi na kumtifua Herman kifuani. Sally alikuwa na nguvu nyingi sana za kuzaliwa. Kwa shambulizi hilo tu la teke, alimrusha Herman mbali na kumgongesha kwenye ukuta wa nyumba. Licha kushambuliwa, Herman kama mnyama asiyesikia maumivu aliinuka tena na kisha alimsogelea Sally kama nyumbu kumshambulia. Bila hofu, Sally kwa mara nyingine tena aliendelea kushambuliana naye. Ndani ya muda mfupi tu mapigano yalikuwa makali mno kiasi kwamba kilichosikika ndani ya eneo hilo la sokoni ni vishindo na milipuko tu. Sasa huku Tanzania, maeneo ya Tanganyika Forest, ndani ya makazi ya familia mzee, wahudumu wa eneo hilo walionekana katika tafrani. Wakasema kwamba madam subiri. Walikuwa wakipambana mwanamke mrembo mwenye hadhi aliye na uso wa wasiwasi kupindukia. Huyo mwanamke akasema kwamba nipisheni nipite, mimi ndio Rehema, mkwe wa familia hii. Hivi mnatoa wapi haki ya kunizuia? Wafanyakazi hao wa familia mzee walikuwa na wasiwasi mno. Wakaishia tu kuongea kwa tahadhari wakisema kwamba madam, jemadari hataki kusumbuliwa akiwa bustanini kwake, wewe mwenyewe unalijua hilo. Rehema akasema kwamba nipo hapa na swala la dharura linamhusu mwanangu Herman. Mtu yeyote akinizuia nitamfanya kitu kibaya. Aliongea Rehema huku macho yake yakizidi kuwa makini. Wafanyakazi hao walijikuta wakishindwa kujua cha kufanya mpaka pale mfanyakazi mwenye muonekano wa kizee alipoonekana. Yule mfanyakazi akasema kwamba mnaweza kuondoka na kuendelea na kazi zenu. Kwa hiyo mnakuwa korofi kwa madam. Basi mara baada ya kusikia hivyo, wafanyakazi wale ni kama walipata msamaha wa rais, wakaondoka kwa haraka. Mtu huyo alikuwa ndiye mtumishi pekee wa muda mrefu sana katika familia hiyo ya mzee. Wafanyakazi wengi ndani ya eneo hilo hawakumuogopa tu kwa kuwa bosi wao,
bali pia kwa sababu alikuwa mtu pekee anayeelewana na jemadari. Vilevile alikuwa ni mmoja wa watu wanaosemekana kuishi muda mrefu kama ilivyo kwa jemadari mwenyewe. Wengi walishindwa kukadiria umri wake, ila walichojua tu ni kwamba alikuwa msaidizi wa jemadari kwa zaidi ya miaka 200. Asilimia kubwa ya watu waliomuona Bi Salome, mifupa yao ilishageuka rangi na kufanana na ardhi. Hivyo kutokana na umri wake mkubwa, Bi Salome alidhihirisha kwamba hakuwa mtu mwepesi kama alivyo jemadari. Sifa yake kubwa ilikuwa ni roho nzuri. Aliongea na watu na kuwaonyesha upendo kwa kila mwanafamilia. Kutokana na hilo amekuwa akiheshimika na kupendwa na wengi. Basi Rehema kwa heshima akaita kwamba auntie. Ingawa mtu aliyekuwa mbele yake alikuwa mfanyakazi tu ndani ya familia hiyo, pia alikuwa kama bosi kwake. Basi sema kwamba madam, mzee amesikia purukushani zako, tafadhali nifuate kuonana naye. Aliongea hivyo, na mara baada ya Rehema kusikia kwamba jemadari amesikia purukushani zake, alijikuta akishindwa kujizuia na kuwa mwangalifu. Hata hivyo, mara baada ya kufikiria juu ya mwanae wa kiume Herman, alishindwa kujali hofu yake na akamfuata nyuma. Walitembea mpaka eneo la uani na kwenye bustani maarufu ya jemadari. Bustani hiyo haikuwa bustani ya maua, kwani hapakuwa na maua mengi, bali ilikuwa bustani ya mboga tu na matunda. Kulikuwa na mpangilio wa kipekee sana wa namna mimea bustani hiyo ilivyopandwa, kuunganisha hali ya hewa na rutuba ya eneo hilo. Mimea hiyo ilikuwa imemea katika hali ya kupendeza mno. Sasa muda huo katika bustani hiyo alionekana mwanaume wa umri wa makamo aliyevalia kofia ya kusuka kwa mimea akiwa pamoja na msichana mdogo. Wote kwa pamoja walionekana wakipanda vitunguu. Basi jemadari akasema kwamba Fiona, ukitaka vitunguu vimee, hakikisha urefu wake hauzidi sentimita 25. Hiyo ndio namna nzuri ya kuvipanda. Pia usivifukie sana, angalau vionekane robo 3 tu urefu wake. Vinginevyo vitaishia kuoza tu kutokana na unyevunyevu mwingi. Alikuwa ni jemadari aliyekuwa akimwelekeza Fiona namna ya kupanda vitunguu. Fiona hakuwa anaelewa kabisa masuala ya kilimo, hivyo alikuwa katika hali ya kutetemeka tu wakati akisikiliza maelekezo hayo. Fiona bado alikuwa katika ndoto ambayo ameshindwa kuamka. Ndoto ya kuwa mke katika familia ya mzee na kuishi kwa kupika na kupanda mazao kila siku. Basi jemadari akauliza kwamba nini kinaendelea. Aliuliza jemadari mara baada ya kusikia sauti ya msaidizi wake. Msaidizi akajibu kwamba master, madam amefika. Fiona alishia kugeuza macho yake na kumuona mwanamama huyo, na Rehema pia alimwangalia Fiona. Mwanzoni Fiona alipaswa kuwa mke wa mwanawake. Lakini muda huo kwa mara ya kwanza walipokutana wote waliangaliana kwa namna kutokuwa marafiki. Sasa jemadari akauliza kwamba Rehema, kwa nini umekuja mpaka huku? Si wewe ni moja kati ya watu wanaochukia hata kuangalia bustani yangu? Aliongea jemadari. Rehema alishia kuonyesha haya usoni. Ilikuwa ni kweli alichukia sana bustani hiyo, kwa sababu aliona eneo hilo halikuendana kabisa na hadhi yake. Ingawa siku zote alijua jemadari alikuwa akimpenda, hakuongea chochote kuhusu chuki yake kwa bustani hiyo. Wakati wa kipindi cha nyuma alivyokuwa akipelekwa bustanini hapo, hakutegemea kama jemadari alikuwa akijua hisia zake. Hata hivyo, muda huo Rehema hakuwa katika hali ya kufikiria kuhusu hilo. Mara moja alipiga magoti chini ya ardhi na kusema kwamba baba, tafadhali niambie Herman kaenda wapi? Fiona akiwa pembeni alishia kuonyesha muonekano wa kushangaa. Alishangaa kwa sababu tokea afike hapo hajawahi kumuona Herman. Ingawa hakutaka kumuona kabisa Herman, bado aliona ilikuwa ni ajabu. Hivyo kuona hata Rehema ajui alipo Herman, hajikuta akishangaa na kujiuliza kuna sababu ya hilo ama? Jemadari aliweka mbegu za vitunguu katika mfuko na kisha kwa tabasamu akasema kwamba usina wasiwasi kabisa. Herman tayari ameshafaulu na kupata mwili wa jini la kiu ya damu na kwenda nje ya nchi, ila sijui ni nchi gani kaenda. Rehema alionekana kushangaa. Rehema akasema kwamba amefanikiwa kuamsha nguvu ya ushetani wa mwili. Sasa kwa nini hata hajaja kuonana na mimi? Msikilizaji, kwa siku kadhaa Rehema alikuwa akiishi nyumbani kwao, akitaka kuongea na wazee wake kwa ajili ya kumbembeleza jemadari kuacha kumtesa Herman na damu. Mara baada ya wazee kumkubalia kuja kuongea na jemadari, ndipo alianza safari ya kurudi kuonana na Herman. Lakini matokeo yake, baada ya kufika kwenye bwawa la damu, aligundua mtoto wake hakuwepo katika eneo hilo kwa siku kadhaa. Ndipo akaamua kuonana na baba mkwe wake. Sasa jemadari akasema kwamba kumbe hakuja kukuona. Huyo mtoto kwa nini kaenda mbali hivyo Kaenda mbali pasipo kuonana na mama yake kwanza? Rehema akasema, lakini baba, kwa nini Herman kaenda nje ya nchi? Kaenda kufanya nini? Jemadari akasema, kwa nini uniulize mimi swali hilo?
Kipindi kile sio wewe na mwanao mliokuja kwangu na kusema mnataka nimfundishe Herman apate uwezo wa kulipa kisasi kwa Hamza. Sasa ameshafanikiwa kukupiga hatua kwenye mafunzo ya kishetani niliyomfundisha. Itakuwa kaenda nje ya nchi kumtafuta Hamza ili kulipa kisasi. Mwanzoni aliniambia nataka aende da, ila nikamwambia sio vizuri kuleta vurugu nyumbani na kusababisha baba yake na mjomba wake kuja kunisumbua. Hivyo nikamwambia kama anataka kupigana na Hamza basi aende nje ya nchi. Wakapigane mpaka mshindi apatikane. Jemadari aliongea hivyo tena akiwa na furaha sana na akaishia na kucheka. Kwa jinsi alivyokuwa akiongea, yani ni kama alimfundisha Herman mbinu ile ya kishetani makusudi tu na kumjaza sumu kwa ajili ya kuweza kulipa kisasi. Sasa kila aliyesikia alijiuliza kwamba inamaanisha yupo tayari kuona wajukuu zake wakipigana mpaka kuuana. Sasa Rehema akasema kwamba baba, Herman hana uzoefu mkubwa sana nje ya nchi. Na huyo Hamza anao ushawishi mkubwa, atawezaje kupigana na watu wengi namna hiyo na kushinda? Jemadari akasema kwamba Rehema, hebu simama kwanza na ndio uongee. Kwa nini umepiga magoti? Aliongea jemadari huku akifanya ishara ya mkono na nguvu sio kawaida ili muinua Rehema. Rehema akasema kwamba Herman ndio mtoto wangu wa pekee niliye naye. Kama kitu kibaki kimtokea mimi sitaweza kuishi tena. Jemadari akasema lakini si ni wewe na mwanao mliokuja kwangu na kunilia mnataka kulipa kisasi na nikawasaidia. Kwa nini sasa unalalamikia namna hii? Alafu unajuaje kama Herman hana uwezo wa kutosha wa kumpiga Hamza? Ufunuo wa nguvu za kishetani alizopata ni mkubwa mno. Pengine anaweza kurudi akiwa mshindi bwana. Rehema akasema kwamba lakini yule Hamza aliyepigana naye wakati ule kule mjini, uwezo wake utakuwa umeongezeka zaidi. Herman ataweza kumpiga kweli? Aliuliza Rehema akihofia uwezo aliokuwa nao Hamza. Jemadari huku akicheka akasema kwamba mimi najuaje? Sasa isitoshe kisasi sio kupigana ana kwa ana tu. Huko nje ya nchi kuna watu wengi sana wanaotaka kumuona Hamza akifa. Kama Herman ana akili, pengine anaweza kuwaomba msaada. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi bwana. Upande wa pembeni, Fiona mara baada ya kuona mzee huyo alivyokuwa na muonekano wa furaha, haijikuta akihisi ubaridi kwenye moyo wake. Alijiuliza, isije kama huyu jemadari yupo tayari kuona wajukuu wake wakiuana wao kwa wao. Na kwake ni swala la kawaida tu. Kwa nini anaonekana kuwa na furaha namna hiyo? Basi jemadari akasema kwamba Rehema, nadhani ushanielewa, sisi bado tuna kazi ya kupanda vitunguu hapa. Kama huna kingine cha kuongea unaweza kuondoka bwana. Mimi sidhani kama utapenda kuchafua viatu vyako vizuri na mchanga wa bustanini hapa. Basi msaidizi wa jemadari aliishia kusogea na kisha alinyosha mkono kumpa ishara Rehema. Akasema kwamba madam, tafadhali unaweza kuondoka sasa. Rehema alijua kabisa baba mkwe wake hakujali chochote kuhusu uhai wa Herman. Alishia kung'ata meno yake tu kwa hasira, kisha akageuka na kuondoka. Sehemu inayofuata wote tutaenda kukutana msikilizaji huko kwenye kisiwa cha Toharan. Aise, fahamu tu ya kwamba baba wa Sally anaenda kuonana na Sally. Herman na Hamza, mtu na mdogo wake, kinawashwa huko vibaya mno. Oya, Herman anamsubiri Hamza kwa hamu sana, lakini Hamza hajui kwamba mpuzi huyu kashafika huko na ameua watu wake. Yani Hamza maskini. Huyu baba Reji ampe tu kitumbua hata akili itulie. Na hapa unapata maelezo kutoka kwa jemadari ya kwamba kwa jinsi alivyomfua Herman ni ngumu sana kwa Hamza kuweza kumshinda. Yani Hamza kule kwamba anaenda kuchezea kichapo kwa jinsi jamaa alivyotengenezwa, kwa sababu hata Sally mwenyewe tu kule ameanza kuomba po. Sasa hali itakuwaje huko kwenye kisiwa cha Toharani, nyumbani kwa Hamza, kwenye eneo la Hamza ambapo Hamza anaitwa Lucifer ama mfalme ama prince? Sasa itakuwaje ndugu yangu? Itakuwaje huko? Mambo ni moto, bla bla bla. Mdoto ulikuwa nami Lucas Lumbas. God with you till we meet again. Bye bye.